Somo linaitwa kutolewa katika nafasi. Our session is to be taken away from your position. Leo watu wengi wako katika nafasi ambayo hawakutakiwa kuwepo. Today so many people are in a position that they're not supposed to be in. Wengi leo walitakiwa kuoa wanawake fulani, lakini hawakuweza kuoa mwanamke fulani kwa sababu aliondolewa kwenye nafasi yake. There were people that were supposed to marry a certain woman, but he was taken away from their position. Unafanya kitu ambacho haukutakiwa kukifanya. You do something that you're not supposed to be doing. Kwa mfano mtu anasema nimesomea kitu fulani lakini sifanyi, nafanya kitu kingine. It's like somebody saying I studied this but I'm working on another position. Lakini miaka yake yote alikuwa anasomea kitu fulani aje kukifanya. But all of the years he has been using his education not. Lakini anashindwa kufanya kile kitu. But he's not able to do. Anakuja kufanya kitu kingine. And he does something else. Kutolewa katika nafasi. Be taken away from the position. Watu wengi wanafanya vitu. So many people are doing things. Watu wengi wako mahali. So many people are in a certain place. Ambao hawakutakiwa kuwa pale. That they are not supposed to be there. Tuangalie hapo, tusome tena. Let's go and read again. Naomba unisomee hapo, unirudishie pale. We're going to read again. Tuanze kabisa mwanzo pale ambapo tulipoanza kusoma kwa pamoja. Let's start from the beginning, verse 30. Maana wana wa Israeli For the children of Israel na wana wa Yuda and the children of Judah wametenda yaliyo mabaya tu mbele ya uso wangu have done only evil before me and tangu ujana wao. from their youth. Maana wana wa Israeli For the children of Israel wamenichokoza have only provoked me tu kwa matendo ya mikono yao, to anger with the work of their hands, asema Bwana. saith the Lord. Kwa hiyo tunaona hapa wana wa Israeli, So we see here the children of Israel wana wa Yuda and the children of Judah katika ujana wao within their youths walitenda dhambi. they sinned. Maana anapozungumza katika ujana, So when he's speaking about their youth, hawa wameshavuka level ya kuwa kijana. they've already gone past. Kwa hiyo wako katika level ya uzee So pengine. now they are elders. Ndio maana anasema tokea walipokuwa vijana And that's why he says, ever since they were youths, wametenda mabaya tu mbele za uso wangu they did evil before me tangu ujana wao. from their youth. Maana wana wa Israeli For the children of Israel wamenichokoza. have only provoked me. Walikuwa wanatenda mabaya They were doing evil things, lakini hawajui kuwa wanamchokoza but Mungu. they didn't know they were provoking God. Na kwa sababu walikuwa wanamchokoza And Mungu, because they were provoking God, hii ilitosha this was only, wao kutolewa kwenye position it was enough for them to be taken out of the position, waliotakiwa kuwepo. from the position that they were supposed to be in. Anasema hivi, And this is said, maana wana wa Israeli because the children of Israel, wamenichokoza tu they have provoked kwa me matendo ya mikono yao, with their works of their asema hands, Bwana. saith the Lord. Matendo Their acts, ya mikono yao, their works of their hands, asema Bwana. saith the Lord. Yani ni matendo Like their works, lakini ni uchokozi but it's just provoking. ambao unamchokoza Mungu. That is provoking God. Mwangalie jirani yako, Look at your neighbor. mwambie wewe unamchokoza Mungu. Ask him, are you provoking God? Mwambie unamchokoza Mungu. Are you provoking God? Maana kumbe mwanadamu anaweza kumchokoza So Mungu. a man can be able to provoke God. Zamani tulipokuwa wadogo, You know, when we were younger, akikupiga unalia, unapiga sauti. when somebody hit you, you'd be like crying. Sasa akiuliza nini, kuna nini hapa? And somebody would ask, what's going on? Fulani amenichokoza. Somebody has provoked me. Wewe kwa nini unamchokoza mwenzio? Why are you provoking yourself? Kwa nini umemnyang'anya kitu chake? Why are you taking away his thing? Rudishie. Return it back. Umeona You see Tulikuwa that? tunajua hivyo. We remember this, right? Kwamba sisi tunaweza kuchokozana. That we were able to provoke Lakini each kumbe hata other. Mungu tunaweza But tukamchokoza. also now we see we can provoke God. Anasema wamenichokoza And he says that we have provoked tangu God. ujana wao. Ever since Yaani from our tangu youth, ujana Mungu anachokoza. ever since from our youth, Mpaka wanakuwa watu wazima Mungu wanamchokoza. until we were older, we Sasa provoked inafika God. mahali So reach a stage Mungu anashindwa kuvumilia when God is not able to hold on to uchokozi wao. you're provoking. Sasa kwa kuchokozwa, Because you've provoked unajua God. zamani tulipokuwa tunachokozwa sana, You know, sometimes when we are utasikia mzazi provoked, anasema you hear somebody saying, usiende kule tena, don't go over there cheze again. na yule tena, Don't play with that ana person tabia again. mbaya. He has bad Kila behavior. siku anakuchokoza Because chokoza. every day he's Maana provoking you. yake yule mtoto Meaning that child hawezi kukaa tena na yule is mtoto. not going to stay together with that child. Ametenganishwa. He's just being separated. Anatenganishwa kwa nini? Why are they Kwa separating the sababu kuna child? uchokozi katikati yake. Because there is provoking. Sasa Mungu between them. anasema And that's why God is saying, wamenichokoza tu kwa matendo ya mikono yao, they asema have Bwana. provoked me with their anger. With their Mungu hands. alikuwa anazungumza kwa kinywa cha Yeremia. God was speaking through Jeremiah. Anawaambia nenda kawaambie, And he's saying, go and tell them, kawaeleze go and explain to kwamba them hawa watu that these people, tokea ujana wao ever since they were young, mpaka wamekuwa wazee until they're elders, wananichokoza. they are provoking me. Shuka mstari ule wa chini, If we go down, anasema
kwa kuwa mji huu umekuwa sababu ya kunitia hasira, for this city has been as meat for provoking, na sababu ya ghadhabu yangu. and the fury Tangu siku ile from that day walipojenga hata siku hii ya leo, that they built even this day, anasema ili niuondoe usiwe mbele za uso wangu. that I should remove it before my face. Watu wamejenga, The people have built, wamejenga mji, they've built a city, wanakaa ndani ya and mji, they're living inside of wakijua it, watakaa salama, thinking that they're going to be lakini safe. kwa sababu ya matendo maovu ya mikono But yao, because of their evil works, Biblia inasema wakawa wanamchokoza the Mungu. Bible says they were provoking Mungu God. alichofanya, God, what we did, anazungumzia hapa mji wanaoishi, and he speaks about that city they yani live in, kuwatoa wanapoishi, to take them away from where they are, kuwapeleka ambapo hawakustahili kuishi. take them off a place Kwa hiyo where kuna they never watu supposed ambao to wapo be. hapa, There are people that are here. walitakiwa kuwa mahali fulani, You're supposed to be in a certain katika place, level fulani, about living au ya level. kiuchumi You are probably au ya financially kindoa, or in a marriage, wakajichanganya but you mingled kwa yourself maisha ya dhambi with your life of sin. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Let me tell you something here. Watu wengi kwa nini leo wanahangaika? So many people, why are they struggling? Ndoa zinawasumbua. Why are the marriages going around? Wanapotaka kuingia kwenye ndoa, When they want to enter the marriage, wanatanguliza tamaa ya ngono. they go before with the desire of Hawaruhusu lust. Mungu awape neema ya kuwapa kitu kilicho bora. They don't allow God to give them something greater. Na ndio maana ukishangaa, That's why you're surprised. watu wengi So many people, mpaka wanafunga ndoa, until they get married, tayari walishafunga ndoa wakiwa wawili, they've already got married when they kwa were sababu just older, wanatanguliza tamaa. because they put forth Ndoa desire. yao imebeba uovu ndani yake. Inside of them, they have evil things inside of the Sasa heart. kwa sababu gani? So why is it? Unajua Mungu anaangalia mawazo. You know, God looks at the heart, the mind. Unajua kuna watu wanatamani kuoa. You know, some people wish to get married. Unajiuliza unatamani kuoa kwa ajili gani? And people are like, okay, what do you want to get married for? Unaoa kwa ajili gani? Why you marry? Kwa sababu katika kuoa Because when you get married, kuna mambo mengi. there are so many things. Huwa anasema kuoa si tendo tu la ndoa. That's what I'm saying. Getting married is not just about the Kuoa ni act. maisha It's the lifestyle. ambayo maisha hayo About that life, yanatakiwa yawe ibada you're supposed to be a ya worship kumtukuza Mungu. to glorify God. Sasa unakuta mtu anakuwa na tamaa. So you can find peace of Mungu people, anamwambia subiri, and God is saying, wait a lakini yeye minute. kila anayemuona But every time, everyone is anatamani awe naye. he wishes to be with them. Unakuta kanisani hapa And you can see somebody in ana church. kama wawili, You can even have two na of them. kijana mmoja hapa kanisani And there's a young man here, mara kaja ananiambia, or comes here and tell me, mchungaji, Pastor, nataka nioe yule pale. I want to marry that person. Anasema safi, I was like, oh, that's good. sijakaa vizuri. I'm not set. Anakuja ananiambia nataka nioe tena yule And pale. he comes tell me, I want to marry that Sijakaa one. vizuri. And I'm not set to Anataka well. ananiambia nataka nioe pale. And he comes to get, I want to get married. Nikamwita wewe dogo, I was like, hey, come here, come here. usinifanye mimi chizi, Don't play around with me. usiniletee mchezo. Stop playing around with me. Yaani wewe kila saa unataka uoe yule. Every time you want to marry Utaka somebody, uoe yule. you want to marry that Utaka uoe one. yule. You want to marry that one. Ina maana wewe You mean what you, katika kutafuta mke, all the time that you're finding a wife, ndani yako hakuna mawasiliano kati yako na Mungu. inside of you there's no connection with God. Ni tamaa ya macho It yako. is just the desire of your Sasa tamaa eyes. ya macho yako, So your desires of your eyes, tamaa ya macho the lust that you have in your eyes, imewasababishia watu wengi he has made so many people kuoa to marry ambako hawakutakiwa when they were not supposed kwenda kuoa. to go and marry. Yaani wameondolewa kwenye position You yao. have been removed from your position, Na wakati mwingine Mungu anaweza kukuonyesha mtu, and sometimes God can show you nenda somebody kwa yule pale. and tell you, go to that Sasa person, unamuuliza Mungu, and you be like, God, huyu mwanamke vipi? hey, this woman, what's going Mbona on? kama ana matege? She has like Sasa bad macho feet. yako wewe So your eyes, yana tamaa because it has ya lust, kutaka ya kuwa na mwanamke asiye na you matege, want to have a woman without Lakini Mungu bad anajua legs, but God knows kwamba ukimkataa wa that matege if you deny, utakutana na wa mateke. you will find a woman who will fight with feet. Huyu wa matege This one with the bent legs, ndio future yako, that's the one that's supposed to be ndio with. angekusogeza, That is the one that's going to help you to ndio go forward. ungesimama kwenye nafasi fulani hivi. That's who is going to take you to another position. Unajua, unapoona maisha ya ndoa yanaendelea, When you see a marriage is watu going on, wanafanikiwa kiuchumi, people are just getting familia inaenda greater, vizuri, and everything is Hao going well in the watu family. hao, Those two people, Mungu anakuwa amewaunganisha God has connected na them, wanatimiza kusudi and vizuri. they are doing what they're supposed to do. Lakini ukiona ndoa kila siku And when you see a marriage every day, kushikana, they are just grumbling, kupigana, they are fighting. huwezi kuwa na maendeleo There's not going to be hata prospering, siku moja. not even a day. Ndio maana lazima uombe Mungu, And that's why you have to ask umwambie God. Mungu, naomba You say, God, I pray unipe mtu that you give me wa somebody position yangu, of my own position, nisije nikapata mtu so I don't find a ambaye person hayuko kwenye who position is yangu. not within my Na position. shetani anajua, And the devil knows. amekuwa na watuma wanawake And wengi he sends so many women wenye mionekano, with wana good sura looks. nzuri, They have good wana miguu faces. mizuri, They have good legs. na wakati mwingine wanakaa kimitego, Not only, they sit
seductive. kwa ajili ya kuwatoa wachungaji kwenye So position. they can take you away as a pastor from Sasa kwa your nini role. na watu anafanyaje? So what does he do? Mchungaji anakuja na tamaa zake A pastor with lust, bila kumuuliza Mungu, without asking God, anaoa mwanamke, and he marries a woman. akishaoa And when they marry, anaenda vizuri, they go first kwa well. sababu wakati bado, Because the time is not yet. na huwa wanasubiri wakati ufike ili mtu atolewe kwenye And position. they wait until that time so they can take him away from Kwa hiyo that position. wataenda, So they will go. wataenda, They will go. wanafurahi, And they will be wakati happy. mwingine wanashikana mikono barabarani, Sometimes they're walking with their hands holding. wanaenda, And they go. hawataki They kuachana, don't want to leave each wanavaa other. mpaka sare, They even put the same huyu clothes akivaa on. nyekundu na huyu nyekundu, When they put red, he puts yani red. kila mmoja anashangilia Everybody upendo wao, is happy with their love style. kwa sababu wakati bado, Because the time is not ule yet. wakati unapotimia And when the time has come, ambao Mungu amemwandikia kila mtu when God has placed kwamba everybody utaishi duniani, that you're going to live with utafika somebody, majira within a time, utaanza kunitumikia. you're going to serve. Unaanza kusikia mwanaume anaanza kusikia wito, You're going to hear as a man nataka start to nimtumikie say, Mungu, I want to go and serve au God now. nataka niokoke. I want to be a Ile believer. nataka uokoke, When you just want to believe a anainuka believer, mwanamume, stands the man, anainuka mwanamke stands the woman, kwa ajili ya kukutoa kwenye to position. take you away from that Ndio unaanza position. kumuona sasa mwanamke, And sasa that's when you start to see unaanza the true kumuona person. mwanaume sasa, That's when you see this anakuambia man. ndugu, You be like, you, kama utaki kurudi kwenye dini yetu, If- nini what is your religion? wavaa misaraba, We have to put on kama utaki crosses. kuabudu wavaa misaraba, If you don't want to worship in the crosses, mimi na wewe basi. and me and you, we don't want to be together. Vipi? What's going on? Mbona unanitesa? Imani si ya kila mtu bwana. Everybody has their own faith, right? Kila mmoja ataenda mbinguni kivyake. Everybody's going to go to heaven. Sasa I hamna. was like, no, Sisi tumeunganishwa pamoja. we are connected together. Nisikilize mimi. Listen to me. Nisikuone unaenda I kanisani. don't want to see you go to church. Hapo ndipo kipande kinaanza And that's when things start. cha kumtoa mtu kwenye reli. To take somebody away from the rail. Unashangaa mtu, yani yule aliyekuwa na upendo uso kaukunja, The person that you see had love now doesn't want anything. akiingia ndani anasema kama nilivyokuambia, And the enters inside is like, as I tell you, nikirudi kutoka kazini when I get back from work, nikukute hapa, I want to see you here. nisikuone unaenda kwa Katunzi. I don't want to see you to go to Katunzi. Umenisikia eh? Are you hearing me? Yule Katunzi yule, That person called kwanza Katunzi. na wasiwasi naye yule, And I'm also like worrying him about him. atakuwa anatumia hata nguvu za giza yule. He's using dark powers. Siende huko, Don't go there. na ukienda ukae huko huko, And if you go, stay over there. usirudi hapa. Don't come back. Sasa mume wangu, jamani, You be like, my husband, niko chini ya mguu wako, I'm under your knees. nimekuvumilia kwa I've yote, always been honoring naomba you. unisaidie. I want you to help me. Nikasali tu kwa ule I mchungaji, just want to worship. nabarikiwa. Unabarikiwa nini wewe? What? You blessed with what? Sasa cha ajabu, And that is what's sasa surprising. unabishana naye, Because you're fighting him. anaanza kukufanyia And he vitu, starts doing bad things to you. pombe, And he starts getting drunk. piga kila siku. And he starts beating you. Nini? What is it? Wakati unaolewa, When you got wakati married, unaoa, when you married, haukuomba Mungu you vizuri, didn't pray to God correctly. haukupata ishara ya mbinguni kwamba huyu ndiye, You didn't get the true sign that ila this is the right one. uliolewa kwa tamaa zako, But you got married because of ulioa lust. kwa tamaa zako, You are married because of your na lust. Mungu akakuacha uende So that's why God left you. mbele. Just go. Ndio maana Mungu anawaachaga, And that's why God leaves people. pambana uwezavyo, Fight as you can fight. hivyo hivyo That same way. uingie mbinguni. So you to go to heaven. Na wakati mwingine unaomba You know, sometimes you na can Mungu pray. amuondoe huyo jamaa, And so that God Yupo, can take ni away that mwiba. person. Because that person kwa is sababu a, ulimpata, because you got that person. ulimpata You got that person. kwa tamaa zako mwenyewe. Because of your lust. Bwana atusaidie. May the Lord help us. Bwana Yesu atusaidie sana. May the Lord Jesus help us. Nasema Bwana atusaidie sana. May the Lord Jesus help us. Haleluya. Amen. Nazungumziwa kutolewa kwenye position. I speak about being taken Kuna away wengi from your wametolewa position. position na wake zao, So many people have been taken away wametolewa position na waume zao, because of their husbands and wameacha wives. Mungu kabisa. They've left God at total. Utasema kwa sababu mwanamke ananifanyia hivi, Because this woman is doing this. ya Mungu basi All with the things of God, I don't want Sasa, them all. atanijua mimi ni nani. That's who you're going to know me right now. Yaani ninarudi kama zamani. I am going to go back the same Kumbe way I was. hanijui. Or she doesn't know me. Huh? Sasa unavyosema kumbe anijui, When you say Shetani that, anasema, God says, wow. and that's when the devil Sasa says, that's very ndo good. tulichokitafuta. That's what we were searching for. Anangoja baada ya miaka hata He 20 waits even for, Na- because he sees kwamba mbele utakuwa that nami. forward, who you're going to be. Kuna watu wameshindwa kuwa kwenye position There's so many people are not in their positions waliotakiwa kuwepo where they're supposed to kwa be sababu ya watu fulani. because of certain people. Kuna huduma zimedumaa, There are so many ministries. huduma hazikui So many ministries are not kwa growing sababu walioa vibaya. because they married the wrong people. Kuna makampuni yamekufa There are so many kwa companies that are sababu dead walioa vibaya. because they married the wrong person. Jana nilikuwa nasema Yesterday I was saying
Mtu mmoja akatupigia simu. Somebody called. Mume mmoja alioa mwanamke. This man married this woman. Baadaye wakapambana wakiwa na maisha magumu. And then later on, they formed when Baba akaanza kuwa tajiri na magari na so the man started having money and everything. Ghafla mzee akadakwa akapelekwa polisi. And then suddenly the man was taken to the police. To the court. Mchongo alikuwa na useti mke. So the wife was just the one who was preparing all this. Baba akapambana huko wewe. The man fought all he could fight. Akarudi akakuta vitu vingine vilishauzwa. He came back and he fought other people have other things. Anarudi anaambiwa sasa usirudi nyumbani kwa mkewe atakuua. So people are telling him if you go back to your wife he's going to kill you. Walikuwa wameokoka wako kanisani. And they were all together in church. Na mchungaji alikuwa anasema yule pale. And the pastor was saying that's the right person to marry. Nisikilize. Listen to me. Katika kuoa within the things of marriage there is no telling you piga magoti. Sit down and get on your knees and pray. Sikia Mungu. Listen to God. Atakupa jibu. And the God is going to give you. Lakini hoa yule. But once someone tells you to marry, you're going to leave that person alone. And that person who's stretched the finger to is going to draw the finger back. And he's going to say, and he can say, don't go to your wife, you're going to die. Kwa hiyo akaja kunitembelea hapa. So he came to visit me. Na ni mtu ambaye and he's somebody who alikuwa na pesa, who had a lot of money. Kipindi cha zamani tukiwa na shida, back in the days when we were having troubles with my wife, we were going to him to ask, tusaidie, please help us with this. He was like, Pastor, don't worry. And then suddenly you just find he will send something. But today, the one who took him down, mwanamke ndio alisaidia kuliangusha. It was the wife who would talk him down. Kila kitu akipo tena leo. Everything that he had is not with him. Miradi kafa. All of his projects died. Magari sio wakauza. All of the cars they sold them. Nyumba wakagawana kwa ngumi. All the houses they gave up. Mambo yakawa mazito. Everything started getting heavy. Juzi yule mwanamke anapiga simu. Yesterday the woman was calling. Anaomba msaada. And asking. Na anasema nataka kwenda akafanye kazi za ndani. And she wants to go and work. Mtu aliyekuwa wana era. Somebody who had a lot of money. They were helping other people. Leo anatamani akapige deki. Today she wants to go and mock a place in somebody else's house. Nini? What is it? Wameondolewa. They were taken away from their own position. Wako watu. There are people. Wako mahali. They are in a certain place. They are not supposed to be in. Yaani kuna watu wameoa mahali. There are places people that marry. They are not supposed to go. Ndio maana Mungu anasema. And that's what God aliwaambia wana wa Israeli. He was speaking to the Israelites. Siende kuoa. Do not go and marry wanawake wa mataifa. The women of the Siende. Do not go. Kwa nini? Why? Kwa sababu Mungu alikuwa analinda. Because God was protecting. Waendelee kukaa kwenye ile position anayotaka. So they can stay within the same position that we are. Sasa wao walikuwa wanatamaa. So because they had lust. Wanaenda huko. And they went over there. Wanafanya mambo mabaya. And they were doing evil things. Hawasikilizi. They are not listening. Tenda dhambi. They are doing evil things. Maovu mengi. So many evil stuff. Mungu anamwambia Yeremia. And God is speaking to Jeremiah. Nenda kawaeleze. Go and explain to them. Tokea ujana wao. Ever since their hawa watu. These people. Walipoujenga huu mji. When they built this city. Walinichokoza. They provoked me. Walikuwa wanatenda maovu. They were doing evil. Sasa. So. Anasema. And he says. Kwa kuwa mji huu umekuwa sababu ya kunitia hasira. For this city has been. Na sababu ya ghadhabu yangu. And the tangu siku ile. From that day. Walipojenga hata siku hii ya leo. They built it even this day. Umejenga kitu gani kwenye maisha yako? What have you built in your life? Ambacho kinakuwa ni sababu ya kumchukiza Mungu. That is going to make the something to provoke God. Ni nini kimejengwa kwenye maisha yako? What have you built in your life? Kinachomchukiza Mungu. That is making God angry. Kwa mfano wengine ni ndoa. Let me give you an example of a marriage. Ndoa ilijengwa. Like a marriage was built. Lakini hiyo kupitia hiyo ndoa. But because of that marriage. Kuna anguko la watu. There's people that are falling. Biashara ilijengwa. You built a business. Kupitia biashara hiyo. Through your business. Kuna anguko la watu. There are people that are going to fall. Nini ulichokijenga? What have you built? Ambacho kinakupelekea. That can make you kukutoa kwenye eneo ulitakiwa away from your position. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anaposema kaoa yule. When God says you go and marry that person. Mungu mbona kama kichwa chake kimekaa kama nyundo? Don't say like her head is like Mungu this. alimwambia God told to akamwambia akaenda kuoa kahaba. Hosea. God spoke to Hosea. Mungu anamwambia Hosea nenda kaoe. God told Hosea to go and marry a prostitute who sells her body. Maana yake nini? What is the meaning? Mungu alikuwa anajua. God knew. Hata kama yule ni kahaba. It doesn't matter even that woman is a prostitute. She has a future. Kwa hiyo wewe kamuoe. You just go and marry. Na wewe baada ya kumuoa. And you after marrying. Maisha ya ukahaba yataisha. The life of her prostitution is going kuna watu ambao
Because there's people that kiolewa na watu sahihi, if you get married to the right people, wanawatoa mahali, they are going to take you from wanaweka sehemu iliyo I'm sahihi. going to place you into the right position. Hatuoni mahali We pengine. don't see any other place. Mke wa Hosea A wife of aliendelea Hosea kujiuza, kept on doing lakini what she did. alipokutana na Hosea, But when she met Josiah, Hosea akawa chanzo Hosea was cha the kubadilisha source maisha ya to kahaba. make her to change. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupeleka mahali So God can take you into a hata place kama unaona and hapaeleweki, you can see it's not lakini wewe correct, ukawa chanzo cha kubadilisha. but you can be a source of change. Ikiwa ni kusudi la Mungu, If only it's on mseme wewe God nikaoa yule kahaba, to say go and marry that tambadilisha. prostitute. And you be like, Naambiwa na Mungu wewe. are you told by God to Hosea go? aliambiwa, Josiah wewe was umeambiwa told. na tamaa zako. You were told by your own Umeambiwa lust. na kashepu ka yule mwanamke. You were told because of the shape of Umeambiwa the na woman. kale kamgusu alirusha hivi akacheza kwa Mungu kapaja kakaona. When you looked at that fire and you were like, Hujaambiwa na Mungu. God did not tell you. Mungu anaposema When God speaks, ana maana. He means it. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Na unaridhika naye. And you'll be satisfied with her. Hivi unadhani Hosea alikaa mahali akalamika Mungu? Do you think that Josiah was not Umenipa satisfied? mwanamke mbaya God, ase. why did you give me this wrong woman? Anajiuza. Kwanza wanaume kibao ametembea nao. Because so many men Sijai have hata slept kama with her. anatembea naye barabarani, mtu mmoja anakaa pasa. Simemwona yule Somebody can say, you see that woman, that man of God. Kale kamama kalikuwa kamke kangu kale. That woman, that was my wife before. Nilikakuta Sinza kwenye You know, madanguro. I met there at Sinza. Lakini Mungu anasema nenda pale. But God says, go to Yule anaenda that place. kuinua, kuimarisha That person is going to amend kusudi the true way la wewe kuwa kwenye position. of yourself to be in Na that position. alipokuwa akizaa, And when they were bearing mtoto wa children, kwanza the first child aliitwa kulingana na kusudi la Mungu. was called because of the soul of Mwite God. fulani. Call him from Maana someone. Israel Because Israel, 1 2 3 1, 2, 3, hii this and this, mpaka maisha yao yote. until all of their lives. Bwana tusaidie. May the Lord help us. Anasema And he says, tangu siku ile walipojenga mji hata siku hii ya leo, from this day they built a city, ili so ni uondoe usiwe mbele ya uso wangu. I can remove it from before my face. Mungu anaondoa. God can remove. Kwa nini? Why? Kwa sababu Because watu hao these people, wanaishi katika uovu. they are living in evil things. Mungu anasema na uondoa mji wao. God is saying, I'm going to take Yani it na away. watoa mahali pao I'm going to take you from na your wapeleka place. mahali pengine I'm going to take you to another ambapo place. hawakustahili. A place where you're not supposed to be there. Anasema And he says, na kwa sababu mabaya yote Because- wana wa Israeli kwa sababu ya mabaya yote ya wana wa Israeli because all evil of the children of na ya Israel, wana wa Yuda of the children of Judah, walioyatenda ili kunitia hasira which they have done to provoke me wao to na anger, wafalme wao and their kings na wakuu wao and their princes na makuani. and their priests. Hapa makuani, These priests, ngoja niwaambie, let me tell you something. niwaambie kanisa sasa, Let me tell you, church. hali ni mbaya. The world is not right. Hali ni nini? The things are what? Hali ni nini? The things are what? The situation is really bad. Makuani wengi leo wameoza kweli kweli, So many priests wanakula wake za watu. are eating people's wives. Yani wewe unaweza, mtu yuko kanisani anapiga mapambio anaimba, Somebody can be singing, mchungaji naye anaruka anasema and the pastor is like, wewe umekaa na mke wako unasema Your mke son- wangu tunamchezea Bwana. you will sit with your wife saying, we're Leo dancing to the Lord. anamkonyeza tu mchungaji The bwana. pastor is just looking Na mchungaji anasema yeye chakula yangu ile and iko saying, pale. that's my food that's there. Anacheza. Hali ni mbaya watu wa Mungu. The situation is really bad. Makuani wameoza. So many priests. Kipindi tulicho nacho Within this period that we are in, ni kipindi watu it is the time that people, wanahitaji neema ya Mungu. they need grace of God. Ni kipindi ambacho Mungu anainua watu kama It's Hezekia. the time that God wants to raise Ni people like kipindi Ezekiel. ambacho Mungu anainua watu kama It's Yeremia. the time that God needs people like Jeremiah Kusimama katika to nafasi, stand within their position, kurudisha wachungaji kwenye eneo lao, bring back the priests where they are, kurudisha watu walioanguka kwenye eneo lao, bring back the people who fell kwa from maana the eneo position. walilopo Because the place that they are sio eneo lao, is not the position they're in, wametupwa. because they're thrown there. Sasa anasema So it says, kwa sababu ya mabaya yote. because of the evil, Ukishuka chini pale, if you go down a little, ushuka chini kidogo. Tena wamenigeuzia kisogo, and they have turned unto them back, visogo vyao and their backs, wala si nyuso zao. and not their Ingawa face. naliwafundisha. Through I taught them, Maona kumbe Mungu alikuwa anafundisha. God was teaching them. Yaani Mungu anachukia sana Now God really hates a unapopata lot nafasi ya kufundishwa when you get in a position to be alafu taught usitembee kwenye mafundisho. and you don't want to walk within the teachings. Mungu alikuwa anatuma Yeremia. God was sending Nenda Jeremiah. Yeremia,
Listen to Jeremiah. Yani kila nyakati, all the time, kila kizazi, every single generation, Mungu anatuma walimu. God sends teachers. Nenda. Go. Mimi hapa leo Here today, nimetumwa na Bwana I am sent by the katika Lord kizazi ulichopo. within this generation that we are in. Tutaondoka. We are going to leave. Bwana atatuma wengine And God is going to send katika other kizazi people kile, within the other generation. watasimama kwa nafasi They are yao going to stand within their na position. watahubiri. And they are also going to Kwa hiyo preach. kila kizazi So every generation, Mungu hutuma walimu God sends the wafundishe. teachers to teach them. Sasa ametuma Yeremia. So he sent Nenda Jeremiah kawaeleze. to go and tell them. Anasema tena wamegeuza nyuso zao. And they have turned unto me. Naliwafundisha. I have taught them. Niliondoka mapema I raised na them kuwafundisha, and taught them. lakini hawakusikiliza Yet they have not ili heard it wapate mafundisho. to receive Maana instructions. kumbe, So it's this. kwa nini wanaondolewa Why are they being taken away from kwenye the eneo position? lao, Why are they taken away from the kwenye place? position yao? Within their positions. Ni kwa sababu It's because hawakuwa wanasikiliza they were not listening mafundisho. within the teachings. Mafundisho, The teachings. lakini hawakusikiliza So they didn't listen. ili wapate mafundisho, So they can get the ili instructions. wapate, So they can get it. ili wapate. So that can get Muulize it. jirani yako, unapata nini? What are you getting? Unatakiwa upate. You're supposed to get. Yaani ukija kanisani, When you get to church, kanisa lolote umeenda kuabudu, any church that you go to worship, lazima uondoke umepata you're supposed to leave when you have received kitakachokusaidia something that is going to kuwa help na you, ushirika mzuri wewe pamoja na Mungu wako. so you can have a good fellowship with your Lazima God. uhakikishe unapoingia You kanisani, need to make sure when you get to church Nipate. that you're kwa supposed to sababu receive. unapopata Because when you receive, ndipo unapozidi kukaa that's when you get to mahali ambapo stay, Mungu anataka ukaa. the place where you want to care. Sasa anasema hivi, That's what he says. ili wapate So that they can receive mafundisho. their instructions. Kushuka chini kidogo anasema, If we go down, bali waliweka machukizo yao ndani ya nyumba iliyoitwa kwa jina langu. and they put their abominations in Yaani their hawa eyes. ili waende kupata, So they want to get, wao wakawa wanaleta kanisa lipate. they brought the things Lipate to nini? get, to get what? Machukizo. Their evil abominations. Walianza kubeba mpaka sanamu. They carried even Yaani things. mtu anaingia kanisani anaabudu, Somebody is praying, lakini ana kamungu kake but has their God. amekaweka kwenye mfuko, They has within their kabuza, something called a boozer, kasanamu, a little statue. kang'ombe I- amekaweka. Yaani anasema tuabudu, lakini ilizi haitoki hapa. And he says, we're going to worship, but I'm going to take this Anaingia thing. mbele za Mungu, ana And he goes before machukizo. God, and he has something bad. Mungu anasema, So God is saying, bali waliweka machukizo yao they put ndani ya abominations nyumba iliyoitwa kwa jina langu. in their house. Sio nyumba ya wanakolala, It's not the place where they nyumba ya sleep. Mungu. A place of Hapa God. tuko kwenye nyumba iliyoitwa kwa jina la Mungu. Here we are in a place that is Hao called watu by walikuwa God. wanakuja na miungu yao These ndani ya people are nyumba. coming with their Leo hii gods. kuna watu wanakuja humu There are people that are coming here na dhambi zao. with their sins. Bora uje na dhambi yako, It's best that you come with your uje sin kuiacha, so that you can leave sio it, uifanye kama kamungu kako, not to make it as ukitoka something unaendelea nako. so you can carry on with it. Hako katakutoa kwenye eneo ulilostahili kuwepo. That is going to take you away from the position that you are in. Leo watu wanaenda kanisani, Today people are going to church lakini wana miungu yao, because they have, and they also have their gods, wameficha. and they have hiding them. Umeficha miungu, They are hiding them. umeficha. They are Mwingine hiding them. ameficha uzinzi hapa, People are hiding mwingine ni their mwizi bodies. vibaya, Other people are thieves. ameficha wizi. They are hiding. Mwingine ni kahaba, Other people are mwingine prostitutes. yani hawajafunga ndoa, wanaishi, Other people are not ameficha married. kamungu They kake. are just hiding their gods. Wengine wameingia kazini kwa rushwa, And other people have yani entered ametoa work rushwa and they give ndio corruption anaingia kazini, so that they can enter anasema have a Mungu job. utanisaidia huko They say huko, God is going to help me there. hapa wacha nijisaidie mwenyewe. Let me help myself Na first. unatoka uswahili fulani, sijui kalitoka wapi hapa, And people are saying things. jisaidie Mungu akusaidie. Help yourself so God can help you. Nikaruka ka kishetani That kabisa, is the work of the devil. kwamba nijisaidie, Like, let me help myself. nitakapojisaidia Mungu aje anisaidie So huko. when I help myself, God is going to help me. No. Tunaanza na Mungu na tunamaliza na We're Mungu. going to start with God and we're going to end with God. Bwana asifiwe. May the Lord be praised. Haleluya. Popote utakapomwacha Mungu nyuma, ili Anywhere, ujisaidie, so that you can help yourself. utajisaidia. You're going to help Kutoka yourself. pale unayakuta chini When hapa. you leave, you're going to meet the things there. Bali waliweka machukizo yao But they place their abominations ndani ya nyumba iliyoitwa kwa jina langu, in their house which is called by my ili name, kuinajisi. so to defile it. Yaani mahali pa Mungu, Like the place of God, tunatakiwa tuone utukufu wa Mungu. we're supposed to see the glory of Unapoingia God. kanisani usikie neema ya Mungu unabubujika. When you enter the place, you're supposed to feel something. Unanena kwa lugha. And you start praying in tongues. Unasikia uwepo wa Mungu. And you start seeing Sasa the worship uwepo wa of Mungu God. utausikiaje? How you can feel the presence of Ukiwa God? na kamungu kako. When you have your God with you. Maana yake umeinajisi nyumba ya Mungu. Meaning that you are defiling Njoo God's temple. ndani ya nyumba ya Mungu. Come into the temple of God. Ukitaka kubadilika, If you want to change, usije kufanya maigizo. do not come and play around. Umesikia Kanumba, Have you heard
of God. Usije kanisani. Don't come here, Kanumba, Kuigiza. to act. Umesikia mtu wa Mungu? Are you hearing me, man of God? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Siku unatoka na maigizo yako. So you come here with your own Tunatoka plane. tu nje. You get outside, Parapanda inapigwa. and then the trumpet blasts. Watu wanaondoka. People leave. Sasa Now, hapo ndipo penye that's when ajabu. that's when the surprise is going to come. Na huyu naye. And this person too. Ndio utakuja kujua mwigizaji mwenzio. And that's when you're going to know the fellow actor. Mchungaji alikuwa mwigizaji. This pastor was acting all this time. Sasa mchungaji. This pastor all this time. Tumeondoka, tumeachwa sasa. Pastor, we are left behind now. Sasa bado. You don't want to. Ni hatari. It's dangerous. Yesu atusaidie. Lord, help us. Amen. Amen. Amina. Amen. Jamani, Yesu atusaidie sana. May the Lord Jesus help us. Tusimalize vibaya. Let us not finish Baya. badly. Amen. Amen. Sasa nasema So he says, tena walijenga mahali palipoinuka kwa bahari. and they built high places of Baal, Palipo katika bonde la wana wa Inom. which are in the valley of the sons Ili of eneo Enom. la bonde Inom On this place of the valley, lilikuwa karibu na Yerusalemu. it was near of Jerusalem. Sasa wakatoka kule So they went left there, wakasema hamna, and they say, no, ngoja tukajenge madhabahu nyingine. let's go and build another altar. Pengine pale hamna upako. Probably there's no anointing. Tukajenge madhabahu nyingine. Let's go and build another altar. Sasa kule walipoenda kujenga So madhabahu when nyingine they went to build an altar, wakabadilisha utaratibu wa ibada. they changed the way of worship. Kwamba sasa hivi So now tunatoa mpaka watoto wetu. we are going to give offerings of our Yaani children. tunafanya zaidi alivyofanya Ibrahimu. We are going to do even more what Abraham did. Ibrahimu Mungu alimwambia katoe mtoto. When Abraham, Chinje. God told him to take the Lakini si child. kwamba Mungu alikuwa anataka achinjwe. No, it's not like God wanted the child to Mungu alikuwa die. anataka moyo wa Ibrahimu. God just wanted to see the heart of Abraham. Umemwelekea Mungu au umeelekea vitu? Is it into the things Kwa sababu or to God? chochote unachokibeba Because anything that you carry kikaondoa upendo wa Mungu that removes the love of God, kinakuwa kama Mungu it can turn into a na God, kinakutoa and it can take you away kwenye position uliotakiwa from your kwenda. place of your position. Niwaambie ukweli, Let me tell you the truth. Ibrahimu kama angekamata katoto kake, Abraham, if he grabbed hold of that child, akamwambia na mke wake, and he came hold of that akamwambia life, mama chanja, and he came hold of their things. sijui ilikuwa ni mapepo, I don't know if they were demons. sikia sauti inaniambia nikamtoe mtoto. I don't know if this is the devil telling me to go Uchawi take. original kabisa huu. This is the true devil telling me to go and take Hakuna the Mungu offering wa of the Mungu child. bwana wewe hamna. And somebody can say, God, Malaika no, sasa ni no. mimi nitoa, hakuna bwana wewe Mungu gani? No, what's Ameniambia haka ni kangu. God said this Sio is unakuja mine. kuninyang'anya tena. And God told me to take it away again. Lakini Mungu alipomwambia But when God told him, nenda, go, Mungu alikuwa anaangalia God was looking Ibrahimu Abraham nyumbani kwake in his ni house. kanini kanakoitwa kamungu. What is inside a God to him? Akamwambia kapeleke. And when he says to God, take it. Sasa Ibrahimu mtoto wake akumfanya kama Mungu. So Abraham didn't Wake take him akumfanya kama as a ibada. child. He didn't take him as a son. Alikabeba. He took the Akaenda child nako. and he went with Na it. kwa sababu Mungu hahitaji damu ya mtu. And because God doesn't want a Yeye human sacrifice, yeye ndiye alimwaga damu. it was he Kwa hiyo that Mungu gave hahitaji blood. damu ya mtu. God did not want Yeye ndiye blood. aliyemwaga damu. He was the one who gave the Sasa blood. yeye kwa sababu hahitaji damu ya mtu. He, because he doesn't want the blood of human, Akamwambia bwana, he said, you know what? mwache bwana, nimejua Leave that child. Now I know. kwamba wewe una kamungu kokote kwako You nyumbani don't have, kwako. you don't have a God in your house. Sasa So nitakubariki. I'm going to bless you. Na akamwambia neno moja hivi la ajabu sana. And he said this to Akamwambia Abraham. uzao wako And he says that your children utamiliki malango ya adui zako. are going to inherit the Maana laws of yake the nini? enemies. What does that mean? Uzao wako Meaning that your utaenda children kukaa kwenye position are going to be in that ya position wale maadui of the ili enemies kumiliki walivyo navyo. so that they can take inherit of the things they have. Nini? What is it? Akuwa na kamungu kokote. He didn't have a God in him. Umenielewa? You Sasa hao watu So these people, wakapeleka watoto wao they took their children kwa Mungu anaitwa Moleki. to go to their God. Wakafanya ibada. They did their services. Mungu akasema, "Ha! And God said, what? Hii jambo siwezi kulivumilia." This thing I'm not going to Hivi come bado out. wako tu pale pale. Even though they are there, Wako pale pale. they are still there. Hakuna. No, Hawa wanatoka I'm hapo. going to remove them. Kilichotokea, What happened? Mungu anasema, God says, ukisoma chini, if you read down, palipo katika bonde lile la Inom,
in the valley of Hinnom, ili kuwapitisha wanao na binti zao katika moto kwa ajili ya Moleki. To cause their sons and daughters to pass through the fire. Jambo lisilowaagiza, which I commanded them not. Wala alikuwa moyoni mwangu. Neither came into in mind. Kwamba that walitenda chukizo hilo, that they should do this abomination, kumkosesha Yuda, to cause Judah to sin, kumkosesha Yuda, to make Judah to sin. Shuka chini. Let's go down. Basi sasa Bwana, and now therefore, say the Lord of God, habari za mji huu, concerning this city, ambao ninyi mnasema juu yake na maneno haya, where you say I shall be, umetiwa katika mkono wa mfalme wa Babeli. You are in the hands of the king of Babel. Mungu anasema unatoka hapa. The God says you're going to kumweka Nebukadnezar. I'm going to put Nebuchadnezzar there. Nini? What is it? Ulitakiwa kuwa hapo. You're supposed to be there. Lakini Mungu anakutoa. God takes you away. Tikisa jirani yako anayelala. Shake your friend who is sleeping. Wakati mwingine ukiona mtu analala, when you see somebody who is sleeping, hayuko kwenye yani yuko mahali ambako akatakiwi kuwepo kwa sasa hivi. She is not in a position that is supposed to be. Kwenye ibada wewe umelala. We are in the service. Wewe haupo. We are not there. Sasa, so anawaambia hapa unatoka. And he said you're going to be removed. Unatoka kwa sababu gani? You're going to remove why? Tokea ujana wako. Everything is your youth. Ulinikosea. You did me wrong. Wakafanya namna yoyote. They did all the things. Wakamtafuta mpaka Yeremia. They sought even Jeremiah. Yeremia kwa siri. And they saw Jeremiah secretly. Jeremiah, tuambie, Mungu anaweza kubadilisha hili. Can God change this? Lakini ilikuwa ngumu. And it was God. Mungu anawapeleka utumwani. God wanted them to go to slavery. Walitakiwa wakae mahali pale. They were supposed to sit wale na kunywa na kuenjoy. To eat, drink and enjoy. Wanatolewa wanapelekwa kwenye mateso. But they were taken away so that they could suffer. Watu wengi wako mahali. So many people are in a position they are not supposed to be in. Hallelujah. Hallelujah. Hawa watu ukifuatilia historia yao, these people if you follow the history, walikuja kubebwa vibaya sana. They came and they got taught. Sasa nakimbia kwa sababu ya muda. And I run because of time. Nakimbia kidogo kwa sababu ya muda. I go because of time. Zaburi ya 18:18. Psalms chapter 18. Zaburi ya 18:18. Zaburi ya 18:18. Tutasoma hapa. We're going to read Psalms. Zaburi ya 18:18 mpaka 23. Until 23. Anasema walinikabili siku ya msiba wangu. They prevented me in the day of my lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. But the Lord was my stay. Nisikilize hapa. Listen to me carefully. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi. He brought me forth into a large place. Huyu anasema walinikabili. And he says here they came to katika msiba wangu. On my calamity. Huu msiba aliokuwa nao. This calamity that he had. Alikuwa amekaa mahali. He was in a place. ambako kuna msiba. That he was a calamity there. Mpaka Mungu amtoe pale. Until God takes him away. Kuna watu wako kwenye misiba. There are so many people are in a eneo ambalo hawatakiwa kuwepo. A place that you are not supposed to be in. Yani eneo ambalo hukutakiwa kuwepo. A place where you're not supposed to be there. Sasa huyu Daudi. So this David. Anasema hivi. He's saying. Akanipeleka panapo nafasi. He brought me from forth into the large place. Kwa nini amepelekwa panapo nafasi? Why has he been taken to the large place? Manake kuna nafasi alikuwepo. That he was a place that he was in. Lakini alikuwa anakabiliwa misiba. But there were things of calamities. Mungu akamtoa. And God removed him there. Akampeleka katika nafasi nyingine. And took him into another place. Bwana akutoe katika jina la Yesu. The Lord take you away in the name of Jesus. Akuweke panapo nafasi. May he place you into the right place. Kwa hiyo alikuwa mahali pa msiba. So he was the place at the calamity. Analia kila siku vitu vyake vile. He was crying all the time things are not going. Unajua kuna mahali sehemu zingine ndugu zangu. You know other places my unaweza ukaingia kwenye nyumba ya mtu. You can enter somebody's house. Kumbe ni nyumba ya msiba. But it's a house of kila ukiingia pale kwenye ile nyumba. Tokea umeingia. Ever since you entered. Hakuna maendeleo. There is no such thing hakuna kitu chochote. There's no such thing kinachoendelea. As what's hakuna kuzaa. There is no giving hakuna kuolewa. There's no getting married. Umekaa pale. You're just there. Shida ni shida. Mpaka wamekubadilishia jina unaitwa Tabu. Until you change your name now you're called Tabu. Mahali ulipokaa. The place that you are in. Pana msiba. There is a calamity. Pana nini? There's a what? Pana? There's a what? Mtu mmoja juzi akawa ananishuhudia. And somebody was testifying. Nashukuru Mungu. You know, Pastor, I thank God. Nilifika pale kwao nikasema hapa muondoke hapa. And I was like telling them you have to leave this place. This is not the right place. Akasema, "Mchungaji, Pastor, we are going to leave." Yaani mpaka siku moja wanatoka ndani ya nyumba yao. One day they get out of their house. Wanafungua mlango. They open the door. Mtu amekunya mlangoni pale. Somebody has pooped there in front of the house. Sasa unajua huyu amekunya mlangoni kufanya nini hapa? So you can ask yourself. Ni mahali pa msiba. It's a place of calamity.
Lakini Mungu ashukuriwe. But thank God, akawatoa pale. Has removed them there. Wakati anawatoa, when he took them out, yule dalali akamwambia, the middleman said, na nyinyi mna Mungu tu. You have God. Ila hapa, but this place, hapa huwa ni hatari. This place is dangerous. Wakati wanahamisha vitu vyao. When they were removing their things. Sasa wanakuja wananiambia mchungaji, and they were like, Pastor, tunamshukuru Mungu. We thank God. Mahali tulipohamia, the place that we moved to, mambo yamefunguka. Things are opening now. Kwa nini? Walikuwa mahali, why? Because they were in a place, pana msiba. There was a calamity. Bwana kutoe mahali penye msiba. May the Lord deliver you. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Sasa anasema, so he says, akanitoa akanipeleka panapo nafasi. He brought me forth into a large place. Aliniponya kwa kuwa he delivered me alipendezwa nami. He delighted in kumbe me. huyu alikuwa mgonjwa. So this person was yuko sick. mahali ni mgonjwa. He's a place he was sick. Sehemu alipokaa a place that he pana ugonjwa. There was a sickness. Lakini mpaka Bwana until God alipomtoa. When he took them away. Inua mkono sema Bwana. Raise your hand and say Lord. Bwana. Lord. Yesu Kristo. Jesus Christ. Nitoe take me away kwenye msiba. Within this nitoe take me away kwenye ugonjwa. Within this katika jina la Yesu. Ya Yesu makofi. Clap for Jesus Christ. Anasema aliniponya. And he say, kwa kuwa alipendezwa nami. He delivered me because kumbe Mungu anapopendezwa na wewe, so when God is delighted in you, he can take you away. Tunachotakiwa, what is needed, tufanye Mungu, we have to make God tupendezwe na yeye, to be delighted. Misiba yote, all of our calamities, kifo chote, all of the death, shida zote, all of our struggles, Bwana lazima atatutoa. The Lord is going to take us away. Kwa hiyo wewe unachotakiwa, so what you need to do, unajua kuna watu wa mnaomba, you know so many people you pray, Yesu naponda, in the name of Jesus, pepo kwa jina na kukanyaga, we stomp on you, alafu pepo lenyewe ulioni, and you don't even see that demon, alafu nalo linakucheka, and the demon just like, you idiot, mawazo yako mabaya, ngoja tukanyage wewe sasa. You have evil thoughts, and let me stand on watu wengi wanakanyagwa japokuwa wanakanyaga. So many people are stomping but they are being tread upon. Ukimpendeza Mungu, but if you be delighted in God and God is delighted in you, hautakuwa na kazi ya kukanyaga. You're not going to struggle. Watakanyagwa. They are going to be tread. Kwa nini watakanyagwa? Why are they going to be? Una anayekanyaga. Because you have the one who is going to stand upon them. Jifunze kumpendeza Mungu. Teach yourself to make God happy. Yani wewe usihangaike sana. Don't struggle a lot. Tafuta tu utakatifu wake. Just try to fight for your holiness. Tafuta usafi wake. Just try to tafuta mahusiano yako na yeye. Have a good relationship with him. Akikupenda, and when he loves you, atakuhamisha. He is going to move you mahali palipo pabaya. within the place that is bad. Sasa watu wengi tunaharibu. So many people we do it wrong. Yani unakanyagwa afu unaharibu zaidi. And you're being tread upon and you do it really bad. Yani wewe kila siku ni kukanyaga tu. Kwa nini tunakanyaga? Na huku unakanyagwa na dhambi. And also sin is treading upon you. Yani wewe unaharibu. You're doing things wrong. Unafanyaje? You're doing what? Unaharibu. You're making things wewe wrong. Tafuta kumpendeza Mungu. Just try to make God happy. Mwambie jirani yako kumpendeza Bwana. Just tell him to make God happy. Ndicho that's how it is. Bwana asifiwe. May the Lord be praised. You know what? Tusingekuwa tunahangaika na kuomba baraka. Let's not pray for blessings. Lakini tungetafuta mahusiano vizuri. Let us just seek for utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Mtafanya? And the things of God are going to mtayaomba, mtazidishiwa. You're not going to be praying for them. Unamtafuta Mungu, Mungu anazidisha. When you're seeking God, God is just going to add unto wakati your life. unampendeza Mungu, Mungu anazidisha. When you just be kametokea kadada kana kutega shapisha mbele naenda kwa Yesu. When there's a sister making you lust, you say go aside. Unaona dhambi unasema taka taka. When you see sin, you be like, this is dirt. Sio unaona dhambi unaikimbilia. Not you see sin and you run inabidi to it. Ukiona dhambi, and when you see sin, useme taka taka. You're supposed to say this nipishe. Is get away from kwa me. Jina la Yesu. In the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Kumpendeza. To make God happy. Aliniponya kwa kuwa He delivered me because Bwana alinitendea sawa sawa na haki yangu. He delighted me as my kumbe works. Mungu anatenda sawa sawa na haki yako. So God can do according to sio haki ya Mungu, haki yako. There are righteousness that una haki gani mbele za Mungu? What things that you have as a righteous? Nimerudia kusema tena. I repeat again. Kuna watu mko mahali ambapo hamkutakiwa kuwepo. People you are in a position you're not supposed to be. Kwa sababu gani? Because why? Kwa sababu because ya haki yako. Because you don't have righteousness. Haki yako. You don't have the right. Haki yako. You don't have the right. Anasema. And he says, haki yangu sawa sawa na usafi wa mikono, according to the cleanness of mine, akanilipa. And he has recommended sawa sawa na usafi wa nini? As my wa mikono yangu akafanyaje? Of my hands. Sasa wanaume angalia mikono yenu. Look at your hands. Wanawake angalia mikono yenu. In your women, you
women, look at your hands. Jiulize mikono, wewe ni msafi? Look at your hands and say, are you clean? Uliza tena mwanamke na mwanaume, uliza mikono yako, wewe ni msafi? Ask yourself, man and woman, are you clean? Hapo wewe mwanaume kwenye mikono yako, you as a man in your hands, unaweza kukuta kuna kiungo cha mwanamke. You can probably see that you have mpiganyeto vibaya sana. You are a masturbation. Mikono michafu. You have dirty hands. Mungu anakulipa. Atakulipa sawa sawa na uchafu wako. God is going to pay you according to your dirt. So many women. Unaweza kukuta mikono ni michafu. You can find your hands are dirty. Mtu mmoja anasema ushuhuda, anasema wewe unatakiwa neema. Huyu anatakiwa neema ya Mungu kubwa. This person was testifying saying this person needs the grace of God. Anasema mimi hakuna mwanaume ninayeridhika. It's like I don't see any man who can satisfy me. When I do sexual act, ili niridhike, so that I can be satisfied, mpaka nitumie mwiko. I have to use mwiko wa kusongea ugali. Watu wanapakulia chakula na pakulia huko. Hali mbaya. Things are really bad. Hali ni mbaya. Things are really bad. Kanisa, hali ni Church, mbaya. things are bad. Mtu anapopata neema ya kusikiliza injili ndio anaenda kusema mchungaji nifanye nini? That's when somebody starts to go and repent and believe in the gospel and utasamehewa dhambi zako. And you'll be forgiven of your sins. Hali ni mbaya. The things are really bad. Mwiko. A wooden stove. Anasema mwiko wa mpaka mswaki. Yaani utazania kuna meno. Mswaki. Even a toothbrush. Mswaki. She uses it for sexual pleasure. Inachekesha lakini it is funny, isn't it? But it's really sad. It is what? Ni hali mbaya. It's really bad. Mswaki. A toothbrush. Mungu alisaidie kanisa. May the Lord help na asaidie watu wake. And help these people. Na unakuta mtu bado yuko katika nyumba ya Mungu anafanya hivyo. And you can find somebody in the house of God mswaki using a toothbrush. A wooden stove. Mungu atamlipa sawa sawa na nini sasa? And God is going to pay you according to sawa sawa na nini Mungu anakulipa sasa? How is God going to pay you? Sawa sawa. Si sawa sawa na uovu wako. He's going to repay you as your dirt is. Mtu mmoja akawa anaongea mchungaji. One person was saying, Pastor, jamani nifanye nini? I don't know what to do. Yeye huyo sasa. This person, unamwachia mtoto aliachwa mtoto mdogo wa kiume. He was given a little child. Kadogo kachanga. As a real child. Mama akapanua miguu yake. Akakaweka katoto kadogo pale kwenye sehemu zake za siri. Anakalazimisha katoto kadogo kakalia mpaka kakanya. Hivi unadhani Mungu akiangalia kutoka juu, when God looks down, akulipe nini? What is God going to pay you? Akulipe kitu gani? What is he going to pay you? Na unakuta watu bado wanaingia kanisani. And you can find people in church. Wanaishi maisha hayo. But they are living that type of Mungu lifestyle. atakulipa nini? What is God going to pay you? Hapo ulipo, where you are, au kutakiwa kuwepo. You're not supposed to be there. Ila umekuwepo, but you are there kwa sababu ya maisha yako. Because of your lifestyle. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Sawa sawa na haki yangu. According to maana anasema walinikabiri siku ya msiba kwangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Bwana tusaidie sana. Amen. Soma Zaburi tena 100. Zaburi ya 118 mstari ule wa 5. Psalms chapter 100. Zaburi ya 118 ule mstari wa 5. Psalms chapter 100 and verse 5. Anasema, and it says, Zaburi ya 118 mstari wa 5. Anasema hivi, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Kwa hiyo kumbe watu wanapokuwa katika eneo fulani ya tatizo, there are people within a position of struggle. Kiulimwengu wa kiroho au kwa Mungu hawatakiwa kuwa wawe pale. Before God, they are not supposed to be there. Wanatakiwa kutoka pale. They are supposed to be removed from that place. Ukikaa muda mrefu kwenye tatizo, muulize Mungu, if you stay in a long ni wapi ninakukosea? Where am I doing you wrong, Lord? Kanisa unasikia? Ukikaa mahali penye shida zaidi, when you are sat in a place of torture, ukijaribu kutoka inashindikana. Every time you find to get away, muulize Mungu wapi unamkosea? You're not able. Ask the Lord what's going on. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Let me tell you something. Ukiona mtu anakamatwa sana na mapepo, unaombea wewe lakini hayamtoki. When you see somebody is always been tortured by demons, hii hapa. The secret is this. Mikono yake, his hands sio misafi. is not clean. Yaani
ukimwombea mtu mapepo hayatoki. You can pray for that person. Unaomba yanarudi. You pray and they come Unaomba back. yanarudi. You pray and they come back. Sasa mbona kila siku yanarudi? All the time, why are they coming Na back? mbona hayatoki? Why are they not getting away? Mikono yako It's the hands sio misafi. are not clean. Wiki iliyopita nilikuwa naombea wagonjwa. Last week I was praying for the sick people. Naombea watu wengi. I was praying for somebody. Usiku bwana nilikuwa nimejilalia zangu. Previously when I was sleeping at night. Nikiwa nimelala. So when I was sleeping, nikaona bonge la jitu. I saw someone Ile really ilikuwa big. ni jitu liliatai. That person is really big. Bonge la jitu. Very Mimi big. nilikuwa naishia hapa. And I was like over here. Kabidi nikimbie. I had to run. Nikakimbia kwenye ndoto. I run inside of my dream. Na hilo jitu And that person lilikuwa lina hasira kweli. and it's really hungry. Yaani kwa nini? Yaani ni kama ni kwa nini nilifanya maombi ile Jumapili. Why did I pray on Sunday? Nikakimbia. And I was running. Sasa unakimbia. And he was like, "You're running, huh?" Kimbiza. I'm going to Ile chase. ni kubwa alafu Because that person is really big. nikaona hili likoza likipiga hatua mbili mimi nimelishika. I knew that if he takes Ngoja 2 steps, nisimame he's going to bwana. touch me. I'm going to stand Nilikuwa na kasira kadogo sana. I had a little small weapon. Kulingana na lile lilikuwa lina silali kubwa. According to him, that he Kama had a big weapon. angenipiga moja hiyo If you ninadhani just hit me ningekuwa chapati. once, I will be like. Nikaanza linataka kupiga na hamia huku. When he wants to hit me, I was moving. Nikichoma ile silaha inageuka inakuwa kubwa. When I beat him, kulingana na maumivu yake anayotakiwa ayapate. The weapon starts to get ila nimekashika kasani kadogo, ila nikichoma every time I stab inakuwa kubwa. It starts to get maana yake bigger. nini? What's the meaning? Tunaweza tukawa tuna miili midogo. We can have a small au body. tunajiona ni dhaifu. We can see ourselves weak. Lakini tumembeba Yesu aliye mkubwa. We carry God who is big. Zaidi ya hivyo unavyoviona. Even bigger than the things that you see. Kwa nini ninachoma linakuwa kubwa? Every time I stab him, mpaka likaanguka chini. Until it dropped into the ground. Nikaona mtu mmoja anakuja sasa, nimerudishiwa vitu vyangu. I saw somebody tell me alikuwa amechukua vitu vyangu. He was taking my things. Bwana akurudishie vitu vyako katika jina la Yesu. Bring back the things that took him from me. Lilikuwa kubwa hilo. The person was really big. Lakini Mungu ni mkubwa kuliko chochote. God is even bigger than everything. Tunachokitazama. What we are looking at. Sasa haijalishi hali ulionayo. So it doesn't matter the situation au you're in. dhambi uliowahi kuifanya. Or the sin that you have already done. Wewe tafuta kumpendeza Mungu. Try your best to make God pleased. Tafuta. Try your best. Usiseme wale wametangulia. People don't say it kutangulia sio kufika. Because they are already just start now. Unaweza ukaanza maisha matakatifu. You can start right now. Ukakimbia na ukawapita waliotangulia. And you can run and you can beat the people who've already started. Usijihukumu kwa dhambi ya jana. Do not judge yourself because of the Leo sin. Mungu amekupa nafasi. Today God has given you the opportunity. Mwambie Bwana aitakase mikono Give yako. God the ability to cleanse ili your akulipe sawa sawa na mikono yako. so that he can Pe Yesu makofi kama unanielewa. Clap for Jesus Christ. Akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Kwa hiyo Mungu anajibu. So God answers. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu anafanyaje? God does what? Nadhani uone kitu kimoja I hapa. want to tell you something else here. Kutolewa kwenye nafasi. To be taken away from your position. Dhambi inavyoweza kumtoa mtu kwenye nafasi. Sin can make somebody to be taken away from Tuangalie their katika position. kitabu cha Mwanzo. Let's look in the book of Genesis. Mwanzo 35 mstari wa 22. Genesis 35 verse 22. Tutamwangalia mtu mmoja anaitwa Reuben. We're going to look at Reuben. Huyu Reuben, ngoja nitumie Kiingereza sasa mtu wangu. Huyu Reuben, This Reuben, tutamwangalia katika kitabu kile cha Mwanzo 35 mstari wa 22. in the book of Genesis 35 verse 22. Alikuwa ni mtoto wa Yakobo. He was a son of Na alikuwa Jacob. ni mtoto wa kwanza. It was the first son. Biblia inasema hivi. The Bible says, Ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, and it came to pass as Israel dwelt in that land, Reubeni akaenda akalala na Bilia, Reuben went and lay with Bilhah, sulia wa baba yake. his father's concubine. Yani huyu ni mtoto wa kwanza This is the first child wa Yakobo. of Jacob. Sasa huyu mtoto, So this child, kwa sababu zamani walikuwa watu unaweza ukaoa wawili watatu. you know, previous back you could marry so many Unaona women. kuchanganya, sema tulia sasa. And you see your wife is Enda doing kuleta mwingine. stuff, you're going to say, oh, wait a Usiende minute. baba, usiende. Ilikuwa Don't go. ni kwa sababu ya mioyo ya ugumu wao. It's because they had hard hearts. Alafu hii discipline na huwa nasemaga Mungu ulitufungia speed limit. Wewe niambie ingekuwa kipindi cha leo. Tell me if it was this Eti rafiki time. yangu, ilikuwa kipindi cha My leo. friend, if it was this time, Useme tu ukweli wa Mungu. just say the truth of God.
ungekuwa na huyo mmoja. Will you have just one wife? Nisaidie tu ndugu yangu. Just tell me. Ungekuwa na huyo mmoja. Will you just have one wife? Kweli hamna. Mzee wangu akani, ni kweli? Ungekuwa na huyo mmoja? Hapana. Unasema uwe kweli? You have to be true. Si ndio? It's true, right? Kweli na kuweka huru. The truth is set you free. Amen. Amen. Yani hii speed hii iliyozuiliwa, this speed that was erased and placed, imetushape kwenye uokovu tukae vizuri. It has shaped us correctly to stay in righteousness. righteousness. Hali ilivyo, but the way that it is, ni msaada wa Yesu. It is the help of Jesus. Sasa huyu mtoto, so this son, akaenda akachukua mama yake mdogo. He went to get his father's concubine. Dogo akarara na mama yake. So the young man slept with the Biblia concubine. inasema, So the Bible says, sulia baba yake, the concubine of his Israel father, akasikia habari. Jacob heard of this. Basi hao wana wa Yakobo, and the sons of Jacob, walikuwa 12. There were 12. Ukisoma tena katika kitabu cha Mwanzo 29 mstari wa kwanza, if you read the book of Genesis, wakati Yakobo anagawa baraka, when Jacob was giving, huyu alipokea sawa sawa na kazi ya mikono yake. He was given according to his works. Kwa hiyo dhambi inakufanya kupokea, so the sins can be able unachostahili ulichokifanya, can make you get na the things kuondoa ambacho ulitakiwa upate, and to even take away what you're supposed to get. Watu wanasema nyinyi dhambi tuache. That's what we say, stop sinning. Dhambi ni mbaya. Because sin is bad. Bwana wewe nini bwana? Stop this. Unachukulia vitu kawaida. And you just take things simple. Sasa angalia. So listen here. Kisha Yakobo akashika njia. Then Jacob went in his way. Akafika nchi ya wana wa Mwanzo. Mwanzo 49 mstari wa kwanza. 49 umeandika 29. Yakobo akawaita wanawe. And Jacob called his sons. Akasema kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. And gather thyself together so I can tell you what's going to happen. Yani Yakobo ameita wanae 12. So Jacob called his sons. Anawaambia kuna mambo yatawapata kesho. He says there are things that are going to come tomorrow. Kwa hiyo njooni niwaambie. So come here, let me tell you. Unajua Yakobo naye alikuwa kama ni nabii. Yani Yakobo ni nabii bwana. Jacob is a prophet. Tanielewa baadaye kwa nini alikuwa nabii. You understand me later. Akawaita ndugu zake, so watoto wake. Akaanza kuambia yatakayowapata kesho. What is going to happen tomorrow? Kumbe tunaishi duniani. So we are living here in this world. Yako yatakayotupata. There are things that are going to come to in our lives. Ni mazuri. There are things that unayaandaa mwenyewe. The things that are good you prepare yourself. The unayaandaa mwenyewe. You prepare them yourself. So ask yourself. Baada ya kufa, after dying, hakuna yatakayokupata. Are there not things that are going to happen to you? Aiza kuzimu. You have to choose. Aiza mbinguni. Hell or heaven. Lakini yapo yatakayokupata. But there are things that are going to come to you. Unayatengeneza mwenyewe, niende mbinguni au niende kuzimu. You make your own choice. So unachagua wewe. You choose yourself. Au kuna mtu anakuchagulia? Or is there somebody that makes you choose? The things that are going to come. Unachagua mwenyewe. You have to choose yourself. Sasa anasema. So he says. Kusanyikeni msikie henyi wana wa Yakobo. Msikilize Israeli baba yenu. Listen to your Jacob your father. Reuben, mzaliwa wangu wa kwanza. Thou art my firstborn. Nguvu zangu. My might. Na malimbuko ya uwezo wangu. And the beginning of my strength. Yani ni mtoto wa kwanza. It is the first child. Mtoto wa nguvu. The first child of strength. Mtoto wa malimbuko. The first child. Alafu anasema umepita wengi kwa ukuu na nguvu. And he said the excellence of dignity. Reuben alikuwa amewapita ndugu zake wote. Reuben was so far from his nguvu. He was so strong. Sema nguvu. Say strong. Lakini kuna dhambi fulani. But there was a sin. Akaifanya. That he did. Akatembea. That he walked. Na mama yake. He slept with his. Sasa anasema. And he says. Umeruka mpaka maji. And you stop umeruka as water. Kama maji. You unstable as water. Basi usiwe na ukuu. Thou shalt not have excess. Manake yatakayokupata kesho utakuwa mkuu. Meaning that the things that are going to come to you tomorrow you're not going to excel. Kwa sababu gani? You're not going to excel. Why? Kuna mahali ulifanya mistake. Because you did something wrong. Kuna mahali ulifanya vibaya. There's some place you made it. Kuna mahali utakiwa ufanye vizuri ili uvuke uwe mbele na nguvu zako ziwe imara zaidi. You are supposed to do well when you are wrong. Usiwe mkuu. You say that you're not going to excel. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Because you went onto the father's bed. Ukakitia unajisi. Then defilest it. Alikipandia kitanda changu. He entered the baba anazungumza anamwambia mwanae umepandia kitanda changu. The father says you went on my bed. Ukiwa unayazungumza kama leo unayahubiri, unaona ni ya kawaida. Lakini ni maneno ya uchungu. These are really hard words. Baba anaongea na mtoto wake, umelala na mtoto wangu. You slept with my wife. Unaona hapo Here. Ni uchungu. It is really hard. Uliruka kama maji. You jumped as water.
ingawa ulikuwa na nguvu, you had power, yani umezaliwa kutoka kwangu, limbuko yani ni nguvu zangu, you are my strength. Ila kuanzia leo hizo nguvu zisiendelee. But starting from day, that power made up. Kwa sababu kuna dhambi imefanyika. Why? Because there was something. Kuna watu katika ulimwengu wa roho wameambiwa, there are people that are told kutokana na kosa ulilolifanya, because of the things that you did wrong, ukuu wako usiendelee. You are not going to excel. Utakiwa uwe muibuli mkubwa. You're supposed to be somebody big. Utakiwa mwinjilisti mkubwa. You're supposed to be big evangelist. Utakiwa uwe mtu mkubwa sana. You're supposed to be really big. Ila kwa sababu ya dhambi hii, because of this sin, hautaendelea. You're not going to excel. Kwa maana shetani wanafanya hivi. That's why the devil does this. Hakuna dhambi mbaya kama ngono. There's no some sin that's bad. Dhambi ya ngono ni mbaya. The sin of ina uwezo wa kuondoa ukuu mara moja. Is able to take away your authority. Wengi wanawindwa na ngono. And that's why so many pastors have been. Mchungaji kadada kamekuja kanisani. A pastor can see a small kapo tu. Just playing around. Kumbe kanawinda ili kachukue nguvu zake. You can find that woman who wants to mchungaji akaona macho yamedondoka and the pastor will find anashindwa kuangalia yote Mungu aliyofanya, not be able to see baraka alizopewa na Mungu, the blessing that God gave, neema aliyopewa na Mungu, the grace that God gave, neema aliyosaidiwa mpaka hapo alipo, the grace that God analala na ule binti so when he sleeps, anamaliza kulala, when he sleeps with that woman, and it's done. Kila kenda mbele za Mungu, every time we go before God, Mungu yuko kimya, God is just quiet. Mwendo umepungua, the speed is just decreasing. Kanisa haliendi, there's no church going. Napoza, it's just going to calm familia down. Nayo inasema sasa mambo gani haya? Even the family starts saying, what's this? Bahati mbaya wakikukamata, and when they catch you, meisha, it's done. Mtu mmoja akawa ananiambia kanisani, one person was telling me, nimeenda kanisa moja na mke wangu, I went to pastor one church, kaongea na mchungaji, we speak to the pastor, mchungaji akachukua namba zetu na namba ya mke wangu. The pastor took my wife's number also. Akawa chat na mwanaume, ana chat na mwanamke. So the pastor was speaking to the wife. Anatumia message. Mama nani ni mzuri, una umbo zuri. You are beautiful and you have a good figure. Mchungaji, wewe mchungaji. You pastor. Na nikwambie ukweli. Let me tell you the truth. Ukitaka kuwa mchungaji mzuri, if you want to be a good pastor, usiwe na mazoea na wanawake. Stop having, na mama. Stop playing around with women. Mimi hapa kanisani hakuna mtu yoyote tu asimame ase na mazoea na mchungaji. Somebody can stand here and say that I'm used to pastor. I don't have that thing here. Hiyo haipo. I don't have that thing. Tumekutana, tumeongea hapa. We are speaking here. Ukinipigia simu nieleze tatizo lako. When you call me, just tell me your problem. Sauti. Don't even make your voice go down. Mbinguni. I want to go to heaven. Na wakati mwingine ninapozungumza, and some of the time when I speak, nimeongea na mwanamke, I speak to a woman. Lazima mama mchungaji awepo. My wife has to be there. Viongozi wa kanisa wawepo. Or any elder of the church has to be here. Tawaita bwana njoni hapa bwana. You be like, oh, can you come here? Tukae hapa. Just sit here. Yes. Ili akitokea tuwe wengi. So when anything happens, kabiliane na uovu huu, so that we can be able to go against this evil. Amina. Amen. Maana katika 10, because within 10, 5 ni waovu. 5 of them are evil people. Lazima ujilinde. You have to protect yourself. Na Yesu with Jesus. Anakulinda zaidi. And Jesus is going to help you even more. Amina. Amen. Amina. Amen. Ukija kuongea na mimi, when you come and speak to me, nimefunga kamera zinakuona. I have cameras here, they see you. Ukijichatua kavua kanga, if you do this, naambia tulia, endelea kukaa hivyo, mfunikeni. Keep on carrying doing that. I just close. Amenibaka, tunaenda kwenye kamera. We just go to the cameras. Kuangalieni jamani mchezo ulivyokuwa. Look at this how is anaangalia sinema ile. And they will see the cinema. Anaambia wewe dada usije karudia tena. Toka hapa. Toka kwa jina Yesu. Toka. Go away. Kwa hiyo ngono zinaondoa nguvu za Mkristo. Makes people. Kwa hiyo wewe mzoefu wa punyeto, you that are masturbating, wewe mzoefu wa kufanya dhambi ya ngono, you that I'm always fornicating around, ngono inaondoa nguvu. Fornication takes away the power of God in you. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Let me tell you something. Unajua Mungu, you know God. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Let me tell you here. Japokuwa Mungu, even though God, alikuwa wana wa Israeli wanatembea na Mungu vizuri. They were walking with God. Kumwendea Mungu, when they went to God, aliwaambia jitakaseni. You were telling them cleanse yourself. Wakae mbali na wake zao and get away from your wife. Ili wakamuone Mungu. So that you can see God. Umeelewa? Are you understanding? Unapokuwa kwenye maombi, so when you go into prayer, lazima uwe na limit yako. You have to have a limit. Kwamba ni wakati wa Mungu. That it's time for God. Lakini ukichochea ngono, all the time you just unafunga huko unakula ngono, up. Utakao usikilize Mungu kama. You're not going to hear God. Lazima ujitenge. You're supposed to put yourself aside. Wakati wa maombi, a time for prayer, ni maombi. It is prayer. Na wakati wa ndoa ni ndoa. Kila kitu kina mpangilio. Usifanye papa hakuna. Don't just play around like that. Anielewa Mkristo wewe? Are you understanding me, Christian? Sasa hiyo ni wewe uliyeokoka. That is for you. Sasa ukifanya kama hujaokoka, yani unafanya kipagani, zina nguvu zinaisha kabisa. Na Mungu muone kabisa. It's going to leave you the power of God completely.
because of sexual acts. Eti kanisa, Church, umeluka mpaka kama maji, mpaka kama maji. Basi usiwe na ukuu. thou shalt not excel, Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. because you wentest up thy father's Ukakitia bed unajisi. and defilest it. Ulikipandia kitanda changu. You went into my bed. Anasema, And he says, tuangalie chini kidogo. Hapo anazungumzia mtoto mwingine. He Sasa speaks of- angalia. so look here, Ukuu huu the glory, unaama it is moved kutoka kwa mtoto wa kwanza from the firstborn na kwenda kwa mtoto wa nne. to go to the fourth child. Eneo ambalo alitakiwa A place where Rubeni hawe Reuben was supposed to, anatolewa, he was supposed to be, anapelekwa sehemu, anatolewa nguvu zake zote, alafu anapewa mwingine. Reuben's power is being taken away and given to Mungu, somebody else. unapotenda dhambi, When you do sin, Mungu anakutoa God takes you away, ile neema, the grace, anampa he mwingine. gives it to somebody Ndio maana else. hakuna mtu anaweza kumlingia Mungu. And that's why nobody can just be like Mungu ana God. watu wengi. God has so many Kileta people. malingo anakuweka pembeni, Play around, God will pull you anainua aside kidhaifu na and he kinyonge can- kutoka mavumbini, he can raise up somebody anaketisha else na wakuu. so that he can Wewe be unarudi kwenye mavumbi. and you can go down into the dust. Sasa So tuangalie Biblia let's look at the Bible. katika Mwanzo Genesis, tuangalie Mwanzo hiyo 49 mstari ule wa 8. Genesis. Nafasi ilihamia kwa Yuda, mtoto wa nne. The position moved to Judah. Nafasi kama. The position changed. Sasa kuna watu nafasi zao zimehama, zimeenda wapi? Their people's position have Kwa changed. sababu ya dhambi. They have moved because Go. of sin, of evil things. Kimbia dhambi kama ukoma. Run away from sin. Anasema mstari wa 8, Yuda, And he says, ndugu Judah, zako watakusifu. thou art who thou Mkono shalt wako praise. utakuwa shingoni mwa adui zako. Thou hand shall be neck Na to wana wa thine, baba yako and the father's children watakuinamia. shall bow down unto thee. Watafanyaje? They will do what? Baraka zinaenda kwa nani? The blessings go to who? Kwa Yuda. To Judah. Watakuinamia. They're going to bow down to Yuda ni mwamba Judah is like toka a katika lion mawindo. from the world. Mwanangu umepanda, My son, you have gone up. mwanangu umepanda. You have gone up. Uliinama ukajilaza kama simba. You stooped down as a Manake lion. alikuwa mnyenyekevu kwa baba yake, He was really humble before tiifu his kwa father. baba yake. He's always Anasema kind. uliinama ukajilaza Bow down kama simba, as a na lion. kama simba mke And ni as nani a lion. atakaye muamsha? Who shall rouse him up? Chini anasema Down he says, fimbo yako ya enzi the scripture haitaondoka katika Yuda, shall not depart from Judah, haitatoka now shall leave. wala mfanya sheria katika miguu yake, No lawgiver from between his feet, hata atakapokuja yeye mwenye kumiliki, ambaye mataifa watamtii. until she will come to him. that Tunapozungumza Yuda, ndiko mahali ambako Yesu alizaliwa. It is the place where Jesus was born. Kwa hiyo alikuwa anatabiri mpaka atakapokuja nani? He was speaking about Mwenye Jesus, miliki ambaye mataifa watafanyaje? who is going to Manake inherit. Yakobo alikuwa anatabiri habari za kuja kwake Yesu. Meaning Jacob was prophesying about Jesus. Yakobo alisimama kama nabii. Jacob was prophesying Anasema as prophet. katika Yuda In Judah, patatokea there's gonna come mwokozi a savior ambaye yeye who ni mwenye miliki, he's going to ambaye inherit, mataifa watamtii. that the nations are Sasa going to Yuda obey hapa him. ndipo pametoka wafalme wenye nguvu. Here so many kings came from. Yuda hapa ndipo pametoka wafalme akiwemo Daudi. And even David came from this tribe. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto wa nne. Why? Because it's Tunaposema ufalme manake ni nguvu. meaning Kwa hiyo nguvu ilihama kutoka kwa Ruben the power came from ikaenda Reuben, kwa Yuda, went to Judah. lakini But aliyetakiwa kuwa na nguvu the one who was supposed to have alikuwa ni mtoto power wa kwanza, was supposed to be the first child. lakini baraka zinahama But the blessings zinaenda should kwa go mtoto wa to nne. the fourth child. Mwambie jirani yako Tell your neighbor, usichezee position yako. stop playing around with your position. Mahali ulipo, Any way that you are, ikiwa unaenda vizuri na Bwana, if you go right with God, endelea, keep on going that way. usicheze, Stop playing around. shika hapo, Stay there. endelea, kwa sababu ndio hatua yako ya kwenda. Carry on because that's the pace that you're supposed to take. Usicheze kabisa. Don't play around. Haleluya. Sasa anasema So he says, tuendelee mbele kidogo, let's carry on a little bit. tumwangalie mtu mwingine, Esau. Let's look at Esau. Esau huyu This Esau, tuangalie katika Waibrania. Tunakumbuka Esau, the book of Hebrews, eti Esau aliuza uzaliwa, tunajua tu hivi.
Hebrews saw. Lakini kuna siri nyingine. There's a secret. Wakati nasoma nikasema kumbe Esau ndo maana alikuwa tatizo Esau. That's why he was having troubles. Sio Esau katibu wetu. Amen. Waibrania 12 mstari wa 16. Hebrews, kutoka kwenye position. To get away from your position. Mungu anaruhusu utoke. God is allowing you to. Waibrania 12 mstari wa 16. Hebrews chapter 12 verse 16 it says. Anasema hivi, asiwepo muasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Let's be the fornicator, profound person as Esau. Tunaposema Esau aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa Yakobo, kulikuwa kuna kisa. When we say that Esau was, yani Mungu alikuwa anataka kudili na nguvu ya mzaliwa wa kwanza. God wanted to deal with the firstborn. Lakini yule aliyetakiwa kuwa na hiyo nguvu Mungu adili naye hakuwa anafaa kwenye vigezo vyake. Kwa hiyo Mungu alichukua hiyo nguvu ya mzaliwa wa kwanza akaihamisha kwa Yakobo. Kwa nini anaihamisha? Kwa sababu Yakobo amchi Mungu. Yakobo ni muasherati. Esau ni muasherati. Esau is a fornicator. Esau ni nani? Muasherati. He's a fornicator. Umeona uasherati tunavyofanya? Hii ni ya ngapi hii? Tunaona hii ni ya pili. This is the second one. Uasherati. Fornication. Unaondoa nguvu. He can take away the power of God. Ngono. Fornication. Inaondoa nguvu. He can take away za Mungu. Of God. Anasema, and he says, asiwepo muasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Not there be anybody like Esau. Sasa mimi nikapata picha nikasema mwenda Esau hata njaa ilikuwa inampiga. I was like, even Esau. Kwa sababu muasherati yoyote akiwa na hera, because anybody who has money, kwa wanawake. Most of it ends to women. Huyu bwana huyu. Probably this brother here. Anachukua hera anapeleka huko. He was taking money into njaa ikamuuma akasema nipe dengu. Probably sana kwani muasherati anakwanga na hera basi. Is a fornication was fornication is use the money women. Wanakula hera vibaya wale. And those people wanakula and they eat money. Ukijichanganya if you mess around, they eat. Wanakula nguvu za Mungu. They take away the wanakula na hela zako. They eat your power and your money as well. Haleluya. Wanakula. They eat it. Wanambwembwe nyingi lakini wanakula. They have so many things but they eat your money. Watakubeba mgongoni. They will carry you in your back. Watakupuliza. They will. Ukiwa kwa mbali utakimbilia upokelewe vizuri kuliko hata yule ambaye. If you're far away they will run to you to come and help. Lakini huko wanakula. But they are taking away something from you. Wataenda kuongeza mashepu. They are going to increase the shapes. Unaona kalio mpaka linataka ligonge na niu. The body figures, the behinds are big. Anachonga hii hapa. And he comes to ukisema he umeliwa. If you just say wao wako kazi ya kula. They are just there to eat. Wale ni simba. They are lions. Au ngurumaye. They are roaring. Tafuta mtu wa kummeza. They are trying to find somebody to devour. Anasema, and he says, asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake kwa mzaliwa wa anasema aliyeuza urithi wake wa uzaliwa kwa ajili ya nini? Ya chakula kimoja. Like Esau who sold his birthright. Uzinzi unaleta njaa kwenye nyumba. Fornication brings forth hunger in us. Manake Yakobo alikuwa na tabia za ndugu yake. Meaning that Esau has ndani Esau. Haleluya. Huyu alisurvive kwa sababu alikuwa na tabia za huyu. He survived because he had hata wakati wa njaa anako amekatunza hajampa mwingine. He didn't give to other people. Alipokuja mzinzi akamwambia fornicator, he's like nakupa fornicator, I'm going to give you this. Lakini wewe but you tukubaliane. I want us to agree with each other. Hiyo position uliopo, the position that you are in now, wewe utoke mimi nije nikae. I want you to move there so I can sit there. Hapa tu nilipokaa. You just want to say wewe leta utakaa. Just give me the food, you sit here. Kirahisi. Just easily. Lakini ndio anaondoka hivi. He didn't know, he was just kirahisi. Just simply like that. Yani kawaida tu yani. Just simply like that. Unakufa hivyo. You're going to die just like that. Unaenda hivyo. You're going to die like that. Yani unakula uzinzi. Ndio unaenda hivyo. You eat kirahisi. Just come like that.
Bwana atusaidie. May the Lord help us. Kwa hiyo huyu Esau, So this Esau, huyu akauza uzao wake kwa nani? he sold his birthright to who? Kwa To Yakobo. Jacob. Akaishia hapo. And he was finished there. Kwa hiyo siku zikaenda bwana. So time went. Si siku zijazo Is Yakobo anaambia njoni waeleze atakao wapata siku zijazo. Jacob said of the things that are going to come Yakaenda, tomorrow. muda ukaenda, So ameuza. time went and time Nakumbuka went. sasa You remember baba now? anataka kubariki watoto When the wake. father wanted to bless their children, Ndio siku hiyo sasa and that's when that day Mungu anakumbuka God kwamba remembers Esau that Esau, ametoka kwenye nini? he was Kwenye away position muda from mrefu. his position. a long Ngoja time niwaambie, ago. Let me tell you now, Esau, Esau, wengine wanasema Esau, uongo aliotumia Esau the line ni of ule wa Esau, kuweka nini? the line that he Kuweka nini? put, Lakini uzao wa kwanza ulikuwa ni wa haki the kabisa. firstborn was just right for him. Ulikuwa ni wa haki kabisa kwake. It was the right for him Kwa to sababu have huyu it. alishauza huyu. Because Baraka he already sold baraka za kwanza anapataje huyu? His first blessings. How Kama did he baraka get it? ziliama za Ruben zikaenda kwa Yuda, na huyu zinatakiwa ziende kwa nani? Sasa ameshauza. Because he sold his firstborn right. Kutoka kwenye eneo ulilotakiwa kuwepo. To be taken away from the position you're supposed to be in. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio umekwenda. Time is Naomba gone. nimalizie kidogo, I want to finish now. halafu twende tuombe. And then we'll go and pray. Unapotoa nafasi ya uovu, When you take away the things of evil, kuna madhara. there are things that Naomba nisome Samueli 12:12 pale. Kimbie kidogo tuingie ndani dakika chache tuombe. Na vitu vingine niruke kidogo. Samueli wa pili 12 utaona hapo unapotoa nafasi. 2 Samuel chapter 12. Unapoipa nafasi uovu, maana yake pale palipotakiwa na baraka, When you give time or baraka inatoka. opportunity to Pale evil, baraka ilipokuwa imekaa, where your blessing is going to be, ndipo uovu unapokwenda kukaa. that's when evil is going to Kwa sit. sehemu ya kukaa baraka ni moja, There's a place where blessing is na supposed sehemu to ya be is kukaa one, uovu ni moja. and the place of evil that's supposed to Kwa stay is hiyo one. lazima kiwepo kimoja kimpishe mwenzie. There has to be one place that one thing has to be Samueli wa aside. pili mstari wa 12 tasoma haraka. Mstari wa 12, Samueli wa pili mstari wa 12, maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri. For thou didst it secretly. Huyu Daudi alikuwa amefanya dhambi ya siri, This David did something secretly. dhambi ya sin. maficho He did a sin secretly ambako mchungaji haoni. that when a pastor does not see. Samueli wa pili 2 Samuel mstari wa 10 sura ya 12 mstari wa 12. chapter 12 verse 12. Huyu alikuwa amefanya dhambi ya siri, He did a sin secretly. dhambi ya siri. A secret sin. Anasema maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, For thou didst it secretly. bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote, mbele ya jua. But will do it things before Haya ni Israel. maelezo ambayo Mungu anayatoa kwa nabii This is the explanation that kwenda kumwambia Daudi. is telling the prophet to go Mstari to wa David. sema Daudi akamwambia Nathan, And David said unto Nathan, nimefanya hii, nimemfanyia Bwana dhambi. I have sinned against God. Nathan akamwambia Daudi, And Nathan said unto David, Bwana naye ameondoa dhambi yako, the Lord has put away your sin. utakufa. Thou shalt not Kwa die. nini anamwambia utakufa? Why is he telling me you're not Kwa going to sababu die? alipoambiwa Because when he was told, aliiona dhambi yake. he saw his sin. Unapopokea neno kutoka kwa Mungu, When you receive something from haraka God, sana lile neno likufanye uione dhambi yako, and it makes you to see your sin. na unapoiona dhambi And yako when you see your sin, ikufanye kukupeleka kwenye ngazi ya toba. he makes you to go into the position of Aliiona repentance. dhambi yake, He saw his sin. akamwambia Mungu, nimemtenda Mungu dhambi. And he said, oh, I have sinned against Akamwambia God. kwa sababu umeelewa kuwa Mungu And umemtenda because dhambi, you understood that you've wewe gone against God, hautakufa, you're not going to die. lakini ulitakiwa ufe. But you were supposed to die. Unanielewa Are you understanding? Ulitakiwa ufe, You were supposed to ila die, hautakufa. but you're not going to die. Ila But kuna nafasi there's a thing, imeondolewa. there's a position that you were taken away from. Anasema And he says, lakini but kwa kuwa matendo, anasema kwa kuwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. because of the deed they have given great accusation to your Leo enemies. tuangalie kwanza hapa, lakini kwa kuwa tendo hili Because of this deed, umewapa adui za Bwana thou hast given great accusation nafasi. to the enemies. Unajua of God. nafasi, You know, an hiyo opposition. nafasi, maana Biblia inasema usimpe ibilisi
That's why he said don't give the ukimpa ibilisi nafasi, if you give the devil opportunity, anaondoa ulichotakiwa uwe nacho. he's going to take what you're supposed to Akikaa have. yeye ni baraa, If he stays there, that's where the things are going to magonjwa, come. matatizo na vitu mbalimbali. Sicknesses and many things are going to come. Sasa ametoa nafasi, And he has given an lakini pale opportunity. tunaona ni dhambi ya siri. And it's a secret Sasa hii sin. mbona dhambi ya siri? This is a Lakini secret Mungu sin. amesema nitaiweka wazi. But I'm going to put it Na out in the open. nitakapoiweka wazi, And when I put it out in the si open, adui watasikia. so many people Baba, are going to Daudi hear. kafanya hivi bwana. David did this. Kwa hiyo itakuwa imetoa nafasi So that's going to give an ya kumpa opportunity adui that give the enemy ili aseme mabaya na makufuru. so they can speak wrong. Hilo tu. That thing. Anasema umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. Mtoto wako atakaye zaliwa kwako, hakika yake atakufa. The child also is born unto thee shall Ni kweli die. utakufa, lakini vitu vyako vinakufa. It is true. You're not going to die, but your things are going to die. Umeelewa Kiswahili hapa? Are you hearing this? Unaelewa vizuri hapa? Are you hearing this? Unaelewa Roho Mtakatifu anavyosema? Are you understanding what Ni the Holy Spirit kweli says? hautakufa. It's true. You're not going to Utaendelea die. kuishi duniani. You cannot keep on Lakini your chochote life. utakachokifanya But the things they're going to do, kitakufa. they're going to die. Utaanzisha biashara, You're going to start a business, itakufa. and it's going to die. Utaingia kwenye ndoa, You're going to enter. ndoa itakufa. Wewe uko hai, lakini vitu vyako You are vinakufa. alive, but your things are going to die. Kwa nini? Why? Ni dhambi. It's because of sin. Uko hai, unatembea, unaenda nyumbani, unarudi, You are alive, walking, lakini kuna going, vitu vyako vinakufa. but there are things of yours that are dying. Kweli umeomba msamaha, Mungu akusamehe, It's true that you ask God that lakini you kuna forgive, vitu vinakufa. but there are things that are going to die. Dhambi Sin ni mbaya, is really bad. inamtoa mtu It can take away kwenye people nafasi yake. from their position. Anamwambia hivi, And it says this. naye Nathan akaondoka kwenda nyumbani kwake, basi Bwana akampiga yule mtoto And Nathan departed into his house, and the Lord ambaye struck the child, mkewe Uria alimzalia. that Uriah's wife, Daudi naye akawa hawezi sana, And David. anangonyea. and he was very sick. Mstari ule wa chini anasema, And it says, basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. therefore Daudi akaomba, David prayed. akafunga Daudi. He fasted David. Mungu mrehemu, God, have mercy this kwani child. amefanya dhambi yeye Bwana? God, did Si he do nimefanya it? mimi. It is me that Mimi si sinned. ndo niliyezini. I'm the one that Sasa ni fornicated. sawa, kwa sababu wewe ni masi wangu, It's true, because you're my sin. sikupigi wewe, I'm not going to lakini kill you, nitapiga vitu vyako. but I'm going to beat your things. Wewe uendelee kusimama, You keep on standing, pata rehema, you're going to get lakini mercy, vitu vyako havijapata rehema. but your things are not going to get grace of mine. Mbaya, Bad? mbaya rafiki, That's bad, isn't it? mbaya. Yaani unapata rehema wewe, alafu vya kwako havipati rehema. God shows you mercy, but your Anavipiga. things does not give you mercy. Dhambi. Sin. Manake nimekusamehe, ila kurudi kwenye ile position Get back from hautakaa, your position. hautakaa pale, utakaa pale, You're not going to be there. wala chochote cha hakitapata, Anything you're not going to say. ila wewe utakuwa mzima. You're going to be Sasa well. kuna watu wanatembea barabara ni wazima, There are people walking lakini through vitu their vyao way, vimepigwa. but their things have been Unaona beaten. mtu anatembea, You can see someone walking. ndoa imepigwa. They're Unaona mtu anatembea, You can see someone afya walking. imepigwa. They're Unaona mtu anatembea, You can find hali someone ni walking. mbaya, Things are yuko bad. lakini vitu vyake vimepigwa. They are well, but their things Tunahitaji are huruma za beaten. Mungu. We need the mercy of God. Kanisa, tunahitaji Church. huruma za Mungu. We need the mercy of God. Anasema And it says, basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto wake. so David prayed because of Daudi the child. akafunga. David fasted. Hakuna Daudi maombi ambayo hakufanya, alifunga. David fasted Akaingia, akarara usiku kucha chini. and he slept. Nani anaweza, nani anaomba hayo maombi? Unafunga na kuomba, unalala kuanzia asubuhi. Na mtu anaomba, Who can pray that Daudi prayer? aliingia kwenye chumba chake cha siri. Amelala kifudifudi. David was lying there. Hali ya He's not eating. anaomba. He's just praying. Anamwambia Mungu, He's like, God, usimuue yule mtoto. do not kill that. Hana hatia. Doesn't have anything. Hajakosea Did yule. not wrong you, Lord. Ndio nilikosa. I was the one that hurt you. Ili Mungu anasema The kanyamaza. Lord is like, quiet. Anasema hivi, And he says this. nao wazee wa nyumba yake wakaondoka, And elders of his arose. wakamsimamia karibu naye I went to him and ili wamuinue. Mfalme, inuka. To Mbona raise him mfalme up. ukilala vitu vinalala? King, if you sleep, things are Inuka. going to sleep. Stand up, King. Ili wakamuinua katika nchi, They raised him up from the lakini earth. hakukubali niache, But he would not. wala akula chakula pamoja nao. Neither did he. Chakareni huko,
So go and eat over there. Nalipa gharama ya dhambi. I am paying the price of my sin. Nalipa gharama ya uovu. I am paying the price of my evil. Nalipa gharama niliyoitenda mwenyewe. Niacheni. Leave me alone of my sin. I'm paying the price. Bwana mfalme, inuka mfalme. King, raise up. Mambo hayaendi Things are mfalme. not going, oh king. Niache. King is saying, leave me. Nalilia kizazi changu. I am praying for my generation. Nalilia kizazi changu. I am praying for my generation. Nalilia watoto wangu. I am praying for my children. Nalilia vitu vyangu vinaondoka. I am crying for my things because they are leaving. Sema wewe nitakusamea ila vitu vyako sivisamee. God said, I'm going to forgive Ikawa you. siku ya 7 yule mtoto akafa kabisa. And in the 7th day that child died. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa. Siku ya ngapi? Ikawa siku ya ngapi? Maana yake alifunga 3 ngapi? Alifunga kavu ngapi? David fasted 3 kavu days ngapi? without food. Ali anywi? He didn't eat no drink. Siku 7 ali anywi. 7 days he was Mchana na usiku. It was night and day. Anaomba. He was just praying. Ukipiga moja tu. If you just do one, unasema nitakufa. I'm going to die. Nileteni uji. Oh, bring me porridge. 7 wanamuinua, inuka. They are raising him. He's not raising up. Halafu siku ya 7 on the 7th day, watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia the servants of David were ya kuwa fearful mtoto amekufa. to tell him about David's Maana child. walisema angalieni, And he said, behold, yule mtoto alipokuwa angali hai, while the child was yet tulisema alive, naye he spoke to, asitusikilize and sauti he zetu, would not hearken to our basi voice. hatazidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. How will he then exile himself? Wanaongea, lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onezana, They see when they are Daudi akatambua dhambi yake David knew kwamba his sin. imepewa hukumu. He's already been judged. Dhambi yake imefanyaje? His sin of what? Mungu ameshaipa hukumu. God has already Asema given wananong'ona, judgment. Daudi akatambua ya kuwa mtoto amekufa. David, Basi Daudi akauliza watumishi therefore wake, David said je, to his mtoto servants, amekufa? is the child dead? Hajauliza kingine, He didn't ask anything hajauliza else. wake zake, He didn't ask about his lakini wife. kilichomlaza But what made him sleep ni there? kifo It was the death kwa mtoto wake of this child, kutolewa kwenye eneo lake. so that to be taken away. Hatujui huyu mtoto We don't know this child aliyezaliwa angelikuwa nani, who is going to be when they raise. lakini alikufa kwa sababu But he died ya because kosa la baba yake. of the sin of his father. Kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yako, There are some things that are leaving you. vinapewa adhabu We are giving kwa torture sababu ya makosa unayoyafanya. because of the things that you have done wrong, the sins. Mungu akilaniwa, mtu amelaaniwa na ardhi yake. Remember, if somebody is cursed, even as land is cursed. Anasema hivi, And he says this. Daudi akauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema amekufa. And the people say, Lakini yes, walielezana tusimwambie, ila wakamwambia. they said Ndipo Daudi akainuka pale chini. that David rose from this earth Akainuka sasa mwanaume, and raised up the man akaoga. and he washed. Alikuwa aoge siku 7 hizo. He didn't even wash him Akaoga, body. mambo si yameshaisha sasa. Things are Sasa finished. naomba nini sasa? What is he going to pray for? Nishapokea haki yangu. I've already been Ngoja given the nikaoge judgment. nisinuke bwana. So I just Akaoga, So he washed akajipaka mafuta, and he anointed himself akabadili mavazi yake, and he changed his appearance akaingia nyumbani mwa Bwana. and came into the house Wewe of the angalia, Lord. huyu jamaa alikuwa ni wa hatari. And you see this person Yaani is mtoto dangerous. kafa, The child is ajaenda dead. kuangalia, hebu nifunulie nimuone. He went there to see. Alioga kwanza. He just washed Siwezi himself. kwenda mchafu. I'm not going to be able to Nyumbani go mwa there dirty Bwana. into the house of the Sasa Lord. baada ya kufa mtoto, And after the child is dead, Daudi alichokifanya, David, what he did, akumchukia Mungu he didn't even go kwa sababu against God. alijua analipwa sawasawa na mikono, He usafi wa knew mikono that yake. he was getting paid by his Akumwambia works. Mungu, ona umenifanyia nini He hii, didn't tell God, look what you bali did. alitazama dhambi yake But he looked at his na sin. akaitubia dhambi yake. And they said, Biblia inaniambia the Bible tells me, alipomaliza kuoga Daudi when he finished washing his akasema, body, he said, nitakwenda I am going to go nyumbani into the house mwa Bwana. of the Lord. Kule nyumbani mwa Bwana Where the house of the Lord? pengine nitarehemiwa tena. Probably I'm going to get Kule nyumbani mwa Bwana within the house of the Lord. pengine nitasamehewa. Probably I'm going to be Wacha forgiven. niwaambie, Let me tell you, hata kama umetenda dhambi kiasi it gani, doesn't matter the sin that you've done. ukihitaji rehema, If you need the grace, mtafute Mungu, kimbilia nyumbani mwa Bwana. go to the house of the Lord. Daudi akaenda nyumbani mwa Bwana David went to the house of the Lord akasari, and he prayed. kisha akaenda
akaenda nyumbani kwake. And then he went in. Na walipotoka wakamwandalia chakula naye akala. And when he went out, he prepared food and he ate. Yenda nyumbani mwa Bwana. He went to the house of the Lord. Alafu alipotoka kule kuomba, and when he left, akaenda kuandaliwa chakula. he went to get prepared his food. Ndiyo akala chakula. And that's when he ate his food. Moyo wa Daudi unaweza ukafanana moyo wako. The heart of David, is it like yours? Unakosea, Mungu anakuchapa. You do wrong and God beats you. Alafu unamaliza unajiogea zako na umefunga 7 kavu. And you've done like 7 Alafu without eating. kwa Mungu ukiwa unarewarewa hivi 7 na Mungu akuonee huruma na kuangalia wewe si dhambi yako. And God is going to look at you and say, Unamaliza because of your sin. Baba nakushukuru. You'll be like, Lord, I thank you. Anakushika huku na huku, twende. 7 lazima ushikwe wewe. 7, you Nacheza to nini? carry you. 7. Japokuwa wakusema alishikwa, ila 7 lazima ushikwe. 7, people are going to carry Unaenda you. mpaka nyumbani kwako, unakula unashiba. You get there, you Alafu ndo unawaza kuzika sasa. and then you start thinking about Na marriage. hapo umwachi Mungu. And then you're not going to leave God. Naona hiyo? You see that? Wewe kidogo tu. You just Kamradi kamepigwa. just a Unakimbia project, kanisa. and you start to run away from the church. Tatizo kidogo tu. Just a small trouble. Kanisani hatukuoni tena. And we don't even see you in Kama mambo church. yende ndio haya. If this, Siendi. I'm not going to go. Mungu anasema sawa usije. And God says, okay, don't come. Tutakutana We are going to meet each other. wapi? Where? Siku ya mwisho. If that's day. Unaweza ukamvimbia Mungu eh? Are you going to Kama run away mimi from God? Mungu. Sasa kama ndio hivyo basi If it's like that, Bwana kuangalia sasa tutakutana. God is just going to say, we're going to meet each other someday. Hatuwezi kumlingia Mungu. We cannot be able Tukipigwa tunainua mikono nasema wewe ni Mungu. If we're beaten, we are supposed to raise our hands. Tukikosa tunasema wewe ni Mungu. If we don't get, we're supposed to say you are God. Tukilala bila kula tunasema wewe ni Mungu. If we sleep without food, we're supposed to Hawezi say you are God. kubadilika. You're not going to change. Lakini ukijitumua wewe utaumia wewe. And if you try to get Yeye ameshika mpini, wewe unaenda kushika makali utakatwa. He's the one with. Kwa lazima uwe mpole Bwana Mungu. You're supposed to humble Na yourself. kushukuru hata kwa haka. Lord, I'm thankful even for this. Nimekusamea usirudie tena. Okay, I've forgiven you. Don't remember. Haya, Do it again. sasa nakuongezea watoto wengine. Now I'm going to give you other children. Salimuongezea watoto wengine. But he gave him other children. Kampa watoto wengine wenye nguvu. He even gave him other children who are much stronger. Mwingine aliyejenga hekalu. Haleluya. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Hebu tusimame. Let us stand. Sasa ukisoma huko chini, If you read down wazee below, wakamuuliza wewe ndugu, and it says, you sasa friend, wewe mbona ghafla tu umeamka yani baada ya kuona msiba? Ukara ukanini, ukaoga when you knew the child was dead, you just raised up and do your thing and you eat. Sasa nifanye nini sasa? And David said, what do you want me to do? Kufa nifanye nini The sasa? child is already dead. What do you want me to do? Mambo alishajibu, nifanye nini sasa? Okay, God has already paid it. What do you want me to do? Bwana atusaidie. May the Lord help us. Nasema tena Bwana atusaidie. May the Lord help us. Warumi 7 mstari wa 8. Tasoma hizi haraka haraka bwana, ni fupi sana na nimalize. Warumi 7 mstari ule wa 8 inasema, lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile hamli. Warumi 7:8. Warumi 7:8. Romans chapter 7 and verse 8. Lakini dhambi ilipata nafasi, but sin taken kwa ile amri, by the commandment, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. wrought in me all manner of conspiracy. Maana yake dhambi inapata nafasi, meaning that sin can be having an inapopata opportunity. nafasi, when it gets an opportunity, inaanza kutoa wanasema matawi. It starts to give forth branches. Anaanza kutamani. It starts to lust. Anaanza kuwa mlevi. You start drinking. Anaanza kuwa mtu asiyefaa. You start being somebody who's not. Unatakiwa usitoe nafasi. You're not supposed to be given an opportunity. Unapotoa nafasi, when you give an opportunity, unaondoka kwenye hiyo nafasi. You're going to be removed from that position. Warumi 7 turuke 11. Let's go to verse 11. Luka 11, turuke 11. Hiyo 7:11. Chapter 7. Kwa maana dhambi, for sin, kwa kupata nafasi kwa ile hamli, taken occasion, ilinidanganya. Deceived me. Kumbe dhambi inadanganya. Ikipata nafasi inakudanganya. Sin, if you're given an opportunity, it can lie on Bwana wewe. No, it's not you. Iba, ukiiba hii mambo yataenda vizuri. Steal, your things are going to go well. Niibe. Oh, you want me to steal, huh? Yeah. Naiba. And you steal. Mara unakamatwa. And then you're caught. Mwizi. Oh, thief. Jamani Hey. Ameiba. You steal. Unapita chochoro. Hawa hapa. Oh, you're trying Wananchi wana hasira kali na nyumba. And people are really Ukiwaambia angry. jamani dhambi inadanganya, wakuelewa na kupiga fimbo. They are going to beat you.
lakini dhambi ilikudanganya. Iba hapa. Just sleep. Taenda kutunza watoto wako wewe mjinga. You're going to help your children. Oh, acha mke kula na njaa. Iba Just steal. Okay. And you just want to steal. Mama watu anatoka sio kwa na ndoo yake kwenda kufua. Amekuona umeiba mwizi. And the master just sees you steal the chicken and be like, oh, ndio leo za mwizi 40. Ndio leo. It's today. Wanaanza and they start chasing you. Mimi nakwambia hata wezi wakikamatwa ukiwapa nafasi ya toba wanatubu. I'm telling you, these thieves when they caught, if you tell them about ila wale salvation, jamaa they'll be able hawataki to repent. nafasi. But those people, kwanza yani unakuja those people don't even give opportunity for those people to repent. umeiba. You have stolen. Unapigwa moja hii, una kofi fulani hivi, unapigwa la utosi. Niliona alipigwa mtu mmoja pale polisi. Na upate nafasi ya toba. You're not given an opportunity to repent. Mungu ndio huwa anatoa nafasi ya toba jamani. God is the only one who gives the opportunity to repent. Hallelujah. Hallelujah. Asema ili nidanganya. And he says, Na kwa hiyo ikaniua. and by it through me. Ikafanyaje? And by that it does what? Dhambi inaua. Sin Unatoka kills. sehemu ya uzima inakupeleka sehemu ya mauti. He takes you from Na kuua. health to evil death. Ule mwizi sasa jamani anakufa. That thief can say, oh friends, and Kuzimu. dies. And then goes to hell. Kule alikokwenda alitakiwa asiwe kule. He was not supposed to be there, but he went there. Sasa So, dhambi nyingine Timotheo wala kwa Timotheo wa kwanza nimalizie na hiyo alafu tuombe. let's finish off with the book of Timothy. Timotheo wa kwanza 5:14 namalizia na hiyo. 1 Timothy chapter 5. Anasema hivi, And he says, Timotheo 1 Timothy 5:14. chapter 5. Bas. Anasema hivi. Bas. 5:14. Bas napenda wajane ambao si wazee. And wherefore therefore young women marry, Waolewe, to marry, wazae watoto, bear children, wawe na madaraka guide ya nyumbani, their house, ili wasimpe adui nafasi ya kuraumu. give non-accusation. Kuna dhambi nyingine inaitwa raumu. There are other sins. Ukiwa mtu wa kulalamika sana, If you're just moaning and complaining, mtu wa kunungunikia you're watu always sana, complaining kwa all the sababu ya time. tatizo ulilonalo. Unajua Because of the things kuoa that you nalo, ukiwa hujaoa mwili unatamani uolewe, uoe. If you're not married, Chochote wants kile you to ambacho do unatamani ukifanya kikiwa na lawama, if something inside the house, kinampa ibilisi nafasi. you are going to give an opportunity to the Kuna devil. wengine wametolewa kwenye position zao There are other people who have been taken away from their kwa sababu ya positions kulalamika. because they've been moaning and Anatoka complaining. kanisa hili analaumu mchungaji, He moves from this church anaama and anaenda he kanisa lingine complains anamlaumu about this. mchungaji. Yeye analaumu huku mke wake, analaumu huku mume wake. He complains about Hadi God. majirani anawalaumu. All the neighbors. Kila complains. mtu sasa hapo shetani anapatia That's nafasi. where the devil gets the opportunity. Unaondoka kwenye position. And you move from the Inua position. mikono yako, sema Baba Mungu. Raise your hand and say, Heavenly Father. Inua mikono, sema Bwana Yesu, Raise your hand and say, Lord, nimesikia neno, I have heard the word. mimi Me, ninakiri ya kwamba I say, unisamehe. forgive me. Pengine Probably nilipo where I am, sikutakiwa it's kuwepo. not the place that I'm supposed Bwana Yesu, to. Lord Jesus, naomba unisamehe, I pray that you forgive me. naomba unirehemu. I pray that you have mercy. Nilimpa ibilisi I gave the ability nafasi in my life ya kulaumu, to complain. nilimpa ibilisi I gave the nafasi the enemy yeyote ile. Bwana, opportunity in my life. unisamehe, Forgive me. unitakase, Cleanse me. uniweke huru. Set me free. Bwana Yesu, Lord Jesus, naomba unipe nafasi, I pray that you give me the naomba unipe I nafasi pray that you give me an opportunity ndani ya moyo wangu, within my heart. naomba unipe I pray nafasi. that you give me an opportunity. Bwana Yesu, nisaidie Lord Jesus, help me. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Nimesikia neno I've heard the word kutoka kwa kinywa cha mtumishi wako, from your servant. nimesikia neno I've heard your word kutoka kwenye neno lako. from your word. Bwana Yesu, Oh Lord Jesus, ninaomba I ask nafasi ya rehema, nafasi ya toba, so I can nafasi ya rehema, a position. nafasi ya toba. Ikiwa So jina langu if man limeondolewa it has been taken kwenye nafasi from my ya position kitabu cha uzima wa milele, in the book of life, Bwana ninaomba Lord I ask unihurumie, that you have mercy nirudi so that I can get kwenye nafasi, within my position, nirudi so I can get back kwenye eneo within the position nililokuwa where I was supposed to be, kuwepo. where I was. Bwana Yesu, Oh Lord Jesus, nisaidie help me Lord.
ninatubu kwako, unihurumie, unisamehe katika kila maovu, iwe ni dhambi ya mawazo, iwe ni dhambi ya matendo, dhambi yoyote ile, manunguniko na lawama. Bwana unisamehe, Bwana unitakase, Bwana unioshe, unisafishe kwa ile damu yako, niwe safi katika jina la Yesu. Ninatangaza, ikiwa adui kutokana na uovu amepata nafasi, kwa jina la Yesu ninatangaza neema mchana wa leo. Natangaza neema mchana wa leo. Sitakaa tena mahali pa msiba, sitakaa tena mahali pa huzuni, sitakaa tena mahali pa mateso, sitakaa tena mahali pa taabu, mahali nilipokuwa wameniweka ambako sikustahili kuwa pale. Kwa jina la Yesu sema natoka, sema natoka, piga kelele natoka. Kwa jina la Yesu natoka, sema kwa damu ya Yesu, mahali popote nilipowekwa ambako sistahili kuwepo, sema kwa jina la Yesu natoka. Kwa jina la Yesu sema natoka, sema natoka, sema natoka, sema kwa jina la Yesu. Nilitakiwa kuwa mzima lakini nimekuwa dhaifu, sema kwa jina la Yesu nadai uzima, nadai uzima, nadai uzima, nadai uzima, nadai afya, nadai uzima, nadai afya, nadai baraka, zozote kilichochukuliwa, kikahamishwa, kikafichwa, kilicho baraka kwenye maisha yangu, nakidai, sema nakidai, sema nakidai, sema nakidai kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu narudi kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu. Sema narudi kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu. Sema narudi kwenye nafasi yangu, kwenye nafasi yangu. Sema uovu, dhambi ya kutamani, dhambi iliyonidanganya, sasa naitangazia iondoke kwenye nafasi yangu, iondoke kwenye nafasi yangu, kwa jina la Yesu, iondoke kwenye nafasi yangu. Sema narudi kwenye position niliyotakiwa kuwepo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Jumapili ya leo narudi na sitaachia nafasi yangu tena, kwa jina la Yesu. Pe Yesu makofi. Amen. Tumeomba na tuamini ya kuwa Bwana ametenda sawa sawa na mapenzi yake. Amen.